ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika vishawishi, lakini utuokoe maovuni. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Roho mfariji mwema, mwenye kila kitu chema, uje kutuangazia na imara kututia, tuyashikie mafundisho, tuyashike mpaka mwisho. Amin. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amin. Waheshimiwa sana mapadre, walezi, Mheshimiwa mwenyekiti wa TYCS taifa na viongozi wengine, waheshimiwa watu wa mada, mapendo daima, agape forever. Basi nipenda kuchukua nafasi hii kwa niaba ya mkurugenzi wa taifa kuwakaribisheni ninyi nyote kwenye kongamano hili ambao tunataka kulianza mwaka jana, na leo tunakuwa na semina ya kwetu. Tusikilize semina ambayo watu wa mada wako tayari mbele yetu watakao tuambia. Cha maana ni kwamba tujue tumefika kwa ajili ya nini. Tusikilize yale ambayo wakufunzi wetu watatuambia, tuyaandike, na tukielewa yatusaidie katika safari yetu ya baadaye. Mapendo daima, almahaba almahabuba. Hicho ni kiruga tu ambacho tuliwahi kwenda nje ya nchi, sasa tukakuta kumbe mapendo yao nchi hiyo wanasema almahaba, alafu watu wanaitikia almahabuba, almahaba. Kwa hiyo ni mapendo daima, mapendo. Basi baada ya kuwatambulisha viongozi ngazi ya taifa, nipende kuchukua nafasi hii pia kuwakaribisha na kuwatambulisha walezi wetu wa majimbo, kwa sababu hao ni watu wa msingi sana katika utume wetu. Kwa hiyo nitatambulisha kama ambavyo nilipata idadi ya walezi waliopo katika mkutano huu. Kuna padre mmoja kutoka jimbo la Geita. Sasa sijajua kama yupo. Mapendo daima. Nimekuja kwa niaba ya mkurugenzi wa jimbo la Geita. Naitwa Faustine Gertrude Jo. Mapendo. Tunapiga makofi, naona Dar es Salaam wapiga makofi. Asante. Kwa mjini hao mzee wa mjini. Haya, asante. Basi nichukue pia nafasi hii kumkaribisha Father Pasco ambaye ni mlezi na mkurugenzi wa vijana kutoka katika jimbo la Bukoba. Father Pasco, karibu. Mungu ni mwema kila wakati. Mungu ni mwema. Kwa majina naitwa Padre Pascalis Suzana Bonifasi Buberwa, mlezi na mshauri wa viwawa TYCS Jimbo Katoliki la Bukoba. Mbona mnashangaa Suzana? Suzana ni mama yangu mzazi. Ndiye mtu wa kwanza niliyemwona nilipokuja hapa duniani. Ndiye aliyeniambia baba yako ni huyu. Ndiye aliyeniambia kwenu ni hapa. Maana na Basi baada ya kupokea utambulisho mfupi kutoka kwa Padre Pasco ambaye ni mkurugenzi wa vijana katika jimbo la Bukoba, nichukue nafasi hii kumkaribisha baba padri kutoka jimbo la Tabora. Jimbo kuu la Tabora. Kama yupo au mwakilishi mlezi. Basi hayupo, sawa, hamna shida. Kutoka jimbo la Iringa. Mapendo daima. Padre Protas Cheula kutoka jimbo la Iringa, mlezi TYCS. Kutoka jimbo la Mbeya. Mapendo daima. Msifu Yesu Kristo. Padre Didas Paulo Chawele, mlezi TYCS jimbo kuu la Mbeya. Mapendo daima. Unaona baadhi ya watu mnashangaa Didas labda hajali nafasi kwa hiyo kiwanda cha Father. Hapana, hiyo ni kiwanda cha watu wengine, lakini yeye pia anaitwa Father nani? Didas. Kwa hiyo sije mkampata. Sasa Father tunaomba nguo za nini? Za Mbeya.
kumkaribisha amebaki mlezi mmoja ambaye pia ndiye baba yangu mlezi. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kwa heshima na taadhima kumkaribisha Father Muya ambaye ni mkurugenzi wa vijana kutoka katika jimbo kuu la Dar es Salaam. Baba, karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Ndio Michael Muya, jimbo kuu la Dar es Salaam, TYCS. Kumkaribisha baba padre ambaye amekabidhiwa na Father Minga kuendesha mkutano huu, kuendelea na utambulisho na kuwakaribisha watakao tupatia mada. Mapendo daima. Naomba mnipigie na mimi makofi. Asante sana mwenyekiti kwa utambulisho huo. Basi na mimi nijitambulishe, naitwa Padre Silverius Mwingira kutoka jimbo la Mbinga, ni mkurugenzi wa TYCS jimbo la Mbinga. Kwa kirefu jina langu naitwa Sili Silverius, maana yake siri sana usiseme. Basi nashukuru kwa uwepo wenu na kwa kunipatia nafasi hii. Si kwamba ndio mkurugenzi wa taifa, hapana, basi nimechaguliwa tu kwa muda mfupi. Mimi nafasi nikipewa siachi. Siachi. Nichukue nafasi sasa kuwakaribisha watu wa mada wetu. Kwanza ningeomba wajitambulishe. Wakijitambulisha basi waanze moja kwa moja kutoa mada. Naomba usikivu, tukisikiliza basi tutaondoka na kitu. Tusiposikiliza hatuondoke na kitu. Mapendo sana. Basi karibuni. Kristo. Mapendo daima. Mahabuba. Kwa jina naitwa Melanie Maziku. Jina langu ni Pascal Maziku, mume wa Melania. Tunashukuru na tunafurahi sana kuwa pamoja nanyi. Kwanza kuwa pamoja na walezi wetu ni furaha kubwa, kwa sababu semina nyingine tunazoenda walezi anawezekana kawa mmoja, hata kama ni majimbo mengi wanawaambia vijana nendeni na tutakuwa na mwakilishi mmoja, lakini leo ni furaha, karibu walezi, tunaona uwepo wenu na mnajua nini ambacho vijana wetu watakipata. Na ndoa yetu ina umri wa miaka tunaelekea 19 sasa ifikapo. Kwa hiyo kama nilivyosema Melania, toka mwaka 2009 tulianza program maalum kwa ajili ya watoto, vijana na wazazi. Kwa hiyo tulianzisha pia taasisi inaitwa Maternal Lives Tanzania, na unaweza kuingia kwenye YouTube hata matangazo mengine, kwa mfano ibada ya jana unaweza kuikuta kwenye YouTube Maternal Lives TV. Young Catholic Students ni kumleta Kristo katika mazingira ya shule, kumleta Kristo katika mazingira ya masomo yake, na kumleta Kristo katika ule umri wa maisha yake ya shule. Na kwa sababu hiyo mada ambazo tumepanga kwa siku ya leo, tutakuwa na mada mbili na zote tutaziendesha pamoja. Mada ya kwanza na mada ya pili, ili kuzingatia malengo ya Kardinali Kajin aliyeanzisha YCS. Mara baada ya vita kuu ya kwanza aliona kuna mapungufu sana, kwa sababu vijana wengi kipindi kama hicho, kwa mfano askari na wengine wafanyakazi, unakuta wanakosa nafasi. Unaona, kwa hiyo huyo Kardinali Kajin ndio aliyeanzisha pia Young Catholic Workers, wale wa vijana wafanyakazi. Huyo ndio alianzisha pia Young Catholic Students, kwamba wanahitaji hawa wawe na program maalum za kuwasaidia ili kumleta Kristo katika mazingira ya maisha yao, kwa sababu ilikuwa inaonekana kama wanakosa mchungaji wa kuwachunga. Kwa hiyo ndio akaanzisha, na yote hayo ukianzia mwaka 1922 23 huko, basi alianza yeye, kwa sababu alishiriki pia katika vitu, akaanza kuona kwamba vijana wanacho, kuna ombwe, vijana wanakosa mafundisho, vijana wanakosa mtu wa kuwasaidia kukua kiroho. Kwa mfano wale askari, kwa vijana askari, wale wafanyakazi wako huko, lakini watu wengine wanaenda jumuiya lakini wao wako makambini. Sasa nani wa kuwachunga kule, kuwasaidia kule? Kwa sababu unaalikwa umlete Kristo katika maisha yako ya ujana. Hivyo basi ni wajibu wako kumkumbuka Mungu katika ujana wako. Ya Mhubiri 12:1 ndio mada
ya kwanza. Kumbuke Muumba wako, kumbuke Mungu katika ujana wako. Tunaambiwa tumkumbuke Mungu katika ujana wetu. Kumbuka Mungu katika ujana wetu kwa sababu kwanza yeye ni muumbaji wetu. Yeye ndo aliyetuumba. Tukisoma Mwanzo 1 tutapata mengi juu ya uumbaji. Aya ya 26 hadi ya 28. Mwanzo 1, Mwanzo sura ya kwanza aya 27 hadi 24. Mwenyezi Mungu anasema na tufanye mtu kwa sura na mfano wetu, kwa sura na mfano wa Utatu Mtakatifu. Kwa hiyo Mungu ndio ambaye ametuita. Hakuna ambaye alituma application hapa. Wote mlituma application kwenda shule, ukapelekwa na wazazi, lakini hakuna aliyeomba kwa Mungu aumbwe. Umeona? Kwa hiyo kwa upendo wa Mungu kutaka kutushirikisha, akasema basi tukaumbwa kwa sura na mfano wa Mungu kupitia wazazi wetu, na ulimwengu unaendelea na anaendelea na uumbaji kupitia familia. Na katika kutuumba huko basi ametufanya sisi tuwe sura na mfano wake. Lakini la pili, sisi ni mali yake. Kwa hiyo sisi hatuna thamani juu ya mengine yoyote yale, bali sisi Mungu ni mali yake. Kwa hiyo chochote ambacho tunakifanya katika maisha yetu tunapaswa kumtumaini yeye, tunapaswa kumuomba yeye, kwani yeye ndo aliyetupa kila jambo. Yeye ndo anayejua mipango aliyotupangia, tena ni ya amani na yenye kuleta furaha. Sisi kwa nini tunahangaika vijana? Wengi wetu tunaanza kufanya mambo yetu tukijua kwamba labda nimeamka asubuhi, nimetega alarm, nimeamka. Tunaona ni kwa ujanja wetu kwa kutega ile alarm. Hatujui kwamba sisi ni mali yake. Kuamka tu asubuhi tunapaswa kumshukuru na kumuomba yeye kwa tuweze kushinda salama, kwa sababu kuamka tu kule ni yeye ndo ametuwezesha. Kwa kila jambo tunalolifanya katika maisha yetu tunapaswa kumuomba yeye Mungu na atuongoze na kutusimamia katika maisha yetu. Mzaburi sura ya 24 aya ya kwanza hadi ya 5 anasema nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Mungu. Kwa hiyo sisi, magari, majengo, mama, baba, mjomba, ng'ombe, kuku, yaani vyote ni mali ya Mungu. Kwa hiyo unatakiwa ukumbuke hilo kwamba kama vyote vinavyoijaza hii nchi ni mali yake pamoja na nchi yenyewe. Kwa hiyo na wewe ni wa Mungu, tena ni wa thamani. Anatuambia katika Isaya, tuna Biblia mmoja za kutusomea katika Isaya, nabii Isaya sura ya 43 aya ya kwanza hadi ya 5 amesema, mimi Mwenyezi Mungu niliyekuumba wewe, nikakuita kwa jina, mimi niliyekuburuku, Yakobo, Israeli. Nasema nimekuita kwa jina, usiogope. Msifu Yesu Kristo. Isaya sura 43 aya ya kwanza hadi ya 5. Lakini sasa Bwana aliyekuburuku, Yakobo, yeye aliyekuumba, Israeli, asema hivi. Naitwa Pius. Sasa badala ya Yakobo, badala ya Israeli, asema Pius. Lakini sasa Bwana aliyekuburuku, Pius, yeye aliyekuumba, Israeli, Pius, yeye aliyekuumba, Pius, asema hivi. Usiogope. Wewe unaogopa? Hapana. Maana nimekukomboa. Nimekuita kwa jina lako. Pius. Wewe u wangu. Wewe ni wa Mungu. Upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe. Na katika mito haita kugarikisha. Uendapo katika moto hutateteleka, hutateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Maana mimi ni Bwana Mungu wako. Neno la Bwana utaendelea kusoma Isaya 43:1-5. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu huyu ambaye ametuumba anatuambia, nyinyi ni mali yangu, nimekuita kwa jina. Sasa unaogopa nini? Muulize jirani yako, unaogopa?
Anasemaje? Anaogopa. Unaambiwa usiogope kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema wewe nimekuita kwa jina, hata ukipita kwenye milima na mabonde, upita kwenye moto utaungua kule kokote. Lakini kama unamtegemea, ndio maana mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Na ndio maana tunaambiwa kijana na kuambia inuka. Ukikumbuka hii kauli, ukiinuka na kuweza kujitambua, utatambua nini Mungu amekupangia. Tunasema utatambua Mungu amekupangia kwa sababu Mungu ndiye anayekupangia wewe wito wako. Na amekupangia mambo mazuri. Nabii Yeremia sura ya 29 aya ya 11 hadi ya 15. Nabii Yeremia, Mwenyezi Mungu anasema, mimi Mwenyezi Mungu najua mipango niliyokupangia. Najua mawazo ninayowawazia ninyi ni mawazo ya amani, mawazo ya furaha. Sasa ukikuta kijana hana amani, hana furaha, basi ujue hajakaa sawa na Muumba wake. Au amemsahau Mungu au amemwasi Mungu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema amempangia mambo ya amani na furaha. Kwa hiyo changamoto zipo, lakini ukumbuke kwamba hizo changamoto zinaweza zikazibwa na matunda ya Roho Mtakatifu ambayo ni amani, furaha, utu wema, upendo na kadhalika. Kama Mtume Paulo alivyoongeza pia kwenye Wagalatia sura ya 5 aya ya 22. Hivyo basi Mwenyezi Mungu tunasema tuahidi hayo. Hivyo tunatarajia vijana, tukikuta vijana frustrated, vijana ambao wamechanganyikiwa, stress, nini, unaanza kujiuliza hivi huyu anajua kwamba Mwenyezi Mungu hajamwambia hayo? Mwenyezi Mungu ana mipango yake kwake na mipango ya amani na furaha, kicheko, tabasamu, kwenda mbele. Hasa kila wakati mlindo, unasema huyu jamaa mwenzetu vipi? Unaelewa? Hebu muulize jirani yako, wewe ni mmoja wao ambaye hawana furaha. Kwa hiyo nakumbuka miaka ya nyuma kidogo, ulikuwa nakumbuka kuna ile slogan ya YCS Education First. Yaani kwamba masomo na mambo yote yanakwenda kwa kasi. Sawa lakini ili uweze kupata upambanuzi wa maisha na changamoto za maisha, unahitaji uwe na elimu ya uzima wa milele, lakini pia elimu ya kawaida. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa sababu ya hiyo, la tatu ambalo tumesema Mungu anajua au yeye ndo anayetupangia mito yetu, tunapaswa kila mmoja kumuomba yeye. Tujiweke chini ya miguu yake. Si ametuita kwa jina, basi tujinyenyekeze na kumuomba yeye kila siku ili aweze kutupangia yale ambayo anahitaji. Sisi kama ni wanandoa, tujue tutaelekea wapi. Mimi ni mwanafunzi, lakini ninalenga nini? Mimi ni mwanafunzi, wito wangu utakuwa wapi au uko wapi? Ninapaswa kuanza sasa hivi kipindi hiki katika kumuomba yeye na kujinyenyekeza kila siku. Ninaweza kuongozwa kuyajua yale ninayoyatamani. Kwa sababu tunasema hivi, katika mafundisho yetu ya kidunia sasa hivi, wanafunzi kuanzia wa shule ya msingi tumefanya tathmini. Tumeona wengi wanaanza kujiingiza kwenye wimbi la maisha ambayo hayaeleweki. Wapo wanafunzi kuanzia darasa la 6 la 7 kwa sababu tu mtaala unaonyesha kuna somo la uzazi wa mpango, basi wengine wameshaanza kujiingiza. Wanaficha wanasema afya ya uzazi. Afya ya uzazi, sio uzazi wa mpango, afya ya uzazi. Kwa hiyo baadhi ya darasa la 6 la 7 na sekondari wengine wameshaanza kujiingiza kwenye mambo ya uzazi kabla ya umri wao. Sasa tunachanganya madarasa. Kwa hiyo hilo la tatu ambalo Melania analisema ni kwamba Mwenyezi Mungu ndiye anayetuita kwenye miito mbalimbali. Kwa hiyo ni lazima tumkumbuke. Na Mungu anaita vijana. Huyu anayekuja kuitwa uzeeni kwa tunaita late vocation. Inaongezwa wa kisifa. Nasema ni late vocation. Kwa sababu vocation ambayo ilitakiwa time ni ya kijana. Mwenyezi Mungu kwa mfano amemuita, chukulia kwa mfano Nabii Isaya. Ukisoma Isaya sura ya 6 aya ya 1 hadi ya 8, Isaya katika historia tunaambiwa alikuwa kijana mwenye miaka karibu 25. Unaona? Amemuita, Mwenyezi Mungu anamuita, ambia Isaya, wewe na kutuma, hebu tupige kazi. Sasa mimi nipigeje kazi? Kwanza mimi ni kijana, lakini zaidi ya hivyo kwanza hata midomo yangu michafu. Mwenyezi Mungu akamwambia usihofu. Yeye hata midomo yangu michafu mimi nitaisafisha kwa sababu nitakutuma mimi ukafanye kazi. Kwa hiyo Mungu huwa anaita vijana. Kwa hiyo ukisubiri uzeeni
hayo mambo itakuwa imekula kwako. Kwa hiyo wewe katika kipindi chako cha ujana lazima ujue kama ilivyo miito mingine. Mwenyezi Mungu humuita mtu kwanza akae naye, halafu kisha amtume. Ukisoma Injili ya Marko sura ya 3 aya ya 13, 14 na 15, Kristo mwenyewe alipowaita wale mitume 12 anasema alipanda kule mlimani akawaita aliyowataka mwenyewe, wakamwendea ili wakae pamoja naye. Hapo aliyowatuma kisha awatume. Sasa kijana, ukumbuke kama Mwenyezi Mungu ndiye anatuita kwenye miito, sharti la kwanza la wito wote ni kukaa na yeye. Sasa vijana sasa hivi tunavyoona na wimbi hili na mnyoko maadili na nini, unashangaa vijana wanaanza kujituma kabla hawajatuma. Unaona? Mungu ameshaingia kwenye ndoa tayari kwa sababu mtu anaweza kufanya yale mambo fulani. Unaelewa? Sasa tayari ameshaingia huko. Sasa wewe umeitwa huko kwa sababu unataka ukae na Yesu ili ujue Mungu Kristo amekuitia nini. Kwa hiyo ni wito huo, amewaita mitume, amewaita mapadri, amewaita watawa, yaani kijana yote anayeitwa sharti lake la kwanza wakae naye ili awatume. Kwa hiyo ukianza kujituma kabla hujakaa ukatumwa, ndio maana wito wowote kijana unaitwa ni umisionari, mission, to be sent, kutumwa, kupelekwa. Hasa ukianza kujituma hapo utachanganyikiwa. Kijana mwingine, lakini tunaambiwa kwamba kijana yoyote yule anapaswa kutunza usafi wa moyo. Tunapaswa kutunza usafi wa moyo kwa sababu sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Tukianza kujituma na kuanza kuingia kwenye mambo mabaya yoyote yale, tunaona kama ni urafiki au ni maisha ya kawaida. Sisi kama vijana wa sekondari, wa shule na hata wengine wa shule ya msingi, ni nani katika maisha ya sasa? Tujue kwamba tunavua ile thamani na utu wetu tulionao. Lakini tukutambue kwamba la 4, yule kijana anayemcha Mungu, kijana yoyote amchaye Mungu yuko tofauti na wengine. Kwa hiyo ukizingatia ile ya 3 kwamba Mungu ndo anayetambua miito ya watu ya kijana yoyote ili aweze kumtuma, basi yule anayetumwa au yule ambaye yuko tayari anajiandaa kwa kumjua Mungu na kufanya maombi yake vizuri, yeye ajue yuko tofauti na wengine. Yuko tofauti na wengine kwa sababu yeye anajitoa sadaka kwa matendo mema. Yeye anajitoa sadaka kwa wengine, kumfundisha mwingine anayekosea, kumsaidia mwingine hata kwa maneno na matendo yako, tayari ni kujitoa sadaka. Lakini kama utakuwa na mifano mibaya katika maisha yako ya kila siku, si kujitoa sadaka na huwezi kuwa kielelezo kizuri kwa wengine. Na anajitoa sadaka kwa hiari. Hilo ni kubwa sana. Mzaburi sura ya 50 aya ya 14 anasema Mwenyezi Mungu huyu kijana basi na amshukuru Mungu kwa nadhiri zake, kwa sababu anaziweka zile nadhiri za Mungu. Inakuwa ni mojawapo ya kujisadaka na ni shukrani kwa Mungu kwamba Mwenyezi Mungu wewe ndio umeniumba, kwa hiyo na mimi niko tayari sasa kujitoa sadaka kwa wengine katika wito huu ulioniita. Kwa hiyo mimi nitakucha wewe. Anayemcha Mungu anasema anakuwa tofauti na wengine kwa sababu ataonyesha kufanya matendo mema. Anajua kumcha Mungu unahitaji yule usafi wa moyo. Melania amesema hapa. Tutatoa mfano wa binti msichana mmoja Maria Goretti. Mnajua historia yake. Mwaka 1890 huyu msichana alizaliwa na wazazi wake na nini, ingawa walikuwa wanaishi kama kwenye apartment na familia nyingine ya wazazi wa Alessandro. Sasa wazazi wa Alessandro, huyu Alessandro ni kijana mvulana, alikuwa na miaka 20. Huyu katika umri wa miaka 12, huyu Maria Goretti, huyu kijana alianza kumsumbua sana, mtaka mapenzi. Maana wewe nini umekaa tu hapo sio nini, mbona babu kubwa nini anashuka ngeli nini, sio tena kijana. Mimi nakutaka sio nini, hapo tuko tu jirani hapa. Kwa hiyo nani atakuoa, mimi ndio niko hapa na nini nipiga kambi sasa. Sasa Maria Goretti akamwambia kwanza hili ni dhambi kwa Mungu. La kwanza hili. La pili, tukianza kuingia kwenye mambo ya kuzini huko sio nini, tutaikosa mbingu kabisa. Akamwambia mimi nakupenda lakini natamani twende wote mbinguni. Wewe unanipenda? Alexander akamwambia hapa nakupenda lakini haya mambo mengine Mungu nini tutajua huko mbele kwa mbele, lakini mimi nataka tule kwanza vitu nini afya hamna, haiwezekani. Unaelewa?
Sasa katika kuendelea hivyo, mwaka akiwa na miaka kama 9 hivi ndio alianza kusumbuliwa. Maria Grace unajua tena anachukua msichana nini ni matiti nini onekana nzuri nywele nini kana kitu. Sasa huyu jamaa ndio akawa anachanganyikiwa kabisa. Alexander akamwambia bana haiwezekani. Akiwa na umri wa miaka 12 msichana huyu mwaka 1902 huyu jamaa uvumilivu uliisha. Akamwambia sasa bwana unatoa utoe. Unaelewa? Unaona? Alexander akakomaa anambia unatoa utoe, akamwambia mimi sitoi kwa sababu nataka kwenda mbinguni. Unaelewa? Hii ni dhambi. Na Mtume Paulo katika waraka wake kwa Wakorinto waraka wake wa kwanza sura ya 6 aya ya 12 hadi ya 20 tumeambiwa juu ya kwamba wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu na unatakiwa kutunza usafi wa moyo. Kaambia hilo nalijua kabisa. Unaelewa? Lakini Maria anamwambia aya ya 18 ya hiyo sura inasema ikimbieni zinaa kwa sababu anayezini, anayetenda uasherati. Huyu tena ni zingine dhambi zote zinazofanya nje ya mwili, lakini hii juu ya mwili wako mwenyewe. Kwa hiyo wana mimi sikubali, sitaki na nini. Hasa alikuwa anaogopa pia kumwambia mama yake. Unaona? Huyu kijana wazazi wake, kumbuka hilo. Wazazi wa Alexander walikuwa walevi, baba mlevi, mama aliwahi kufariki, unaona. Kwa hiyo huyu alilelewa ovyo, yani amjui Mungu na vitu kama hivyo. Ndio maana tunasema wana kijana mkumbuke Mungu wako. Utaweza kujua pengine alikuja kumuoa labda Maria Goretti wangeishi vizuri, lakini jamaa alikuwa hataki hiyo, anataka mapema. Sema bwana tuanze mapema. Unaona? Baadaye alikuja kumchoma kisu. Akataka kumbaka, huyu hataki, akasema na kuua, akamwambia kama ni kuua ni uwe, lakini baba maedeli hiyo sifai. Jamaa alimpiga visu 9. Piga visu 9, akawa amezirai pale, akajua kwamba ameshaua. Akaenda kujichimbia ndani kwenye geto lake. Sasa baadaye huyu akaja kuzinduka, Maria Goretti ameshamwika damu, kazinduka, akaanza kupiga kelele, naomba nisaidie. Akajua kumbe hajafa, akaja kumuongeza vitano vingine. Kwa hiyo visu 14. Nini? Hataki kutoa. Toi. Ikawa hivyo. Wazazi walipokuja wakamchukua mpeleka hospitali, aliweza pia kuongea kwamba nani aliyefanya hivyo, kwamba ni Alexander, na wakamtafutia pia padri. Ndio maana ni vizuri sana tuwe karibu na mababa wa kiroho. Wakamtafutia padri katika kumhamisha, kumpa huduma hiyo katika terminal hiyo, ile terminal akamwambia samehe. Hata Kristo amekufa kwa ajili yetu. Kama kweli unakufa Maria Goretti kwa sababu hiyo, basi Mwenyezi Mungu yuko pamoja naye. Akamwambia mimi kwanza nimemsamehe Alexander na natamani na yeye tukutane mbinguni, tukakutane mbinguni kwa sababu mimi lengo langu lilikuwa 29 mbinguni. Kwa hiyo nimsamehe Alexander na mambo ndio yakawa hivyo. Kwamba heri kufa kuliko kutenda dhambi. Basi wale wa chama cha mito wanajua hilo. Kwa hiyo tunataka kukueleza tu ili kwamba kwa sababu tunaitwa kuwa safi, na kijana mcha Mungu huwa hata matendo yake ni tofauti. Kijana mcha Mungu hata matendo yake ni tofauti. Na tujue kwamba katika kuwa kwako na matendo tofauti, wewe ni chachu ya wengine. Leo uko hapa, chochote utakachokipata. Tumeambiwa sisi ni Wakristo wabatizwa. Tunajua kwamba katika kubatizwa kwetu tunashiriki nafasi ngapi za Ukristo? Za Kristo. Tunashiriki nafasi ngapi? 3. Hebu tujizitaje hizo nafasi 3. Ofisi 3 za Kristo. Ni zipi? Ukuhani, ufalme na unabii. Tunashukuru kwa hiyo. Sasa katika nafasi hizi 3 tupo hapa. Mwingine anaweza kukwambia mimi nikitoka hapa, natamani niwahubirie watu kile ambacho nimekipata toka siku ya kwanza hadi ya mwisho. Lakini yawezekana usiweze kusimama kwa vijana wenzio utakapokuwa kwenye mikutano ya vijana na kuweza kuambia kile ambacho umekipata. Si wote wenye karama hiyo. Lakini yawezekana kwa matendo yako au vigrupu vidogo ambavyo utakuwa umekaa, washirikishe kile ambacho umekipata. Na wale ambao unawaona ndio tuko nao sambamba, anamcha Mungu, lakini kuna kona nyingine ambazo unamuona anaenda ndivyo sivyo. Mshauri. Yale matendo ya huruma, kwenye matendo ya huruma ya kiroho, kushauri ni wajibu wetu sisi Wakristo wabatizwa.
Ukimshauri mtu mmoja umeokoa roho za watu wengi, kwa sababu na yeye ataanza kushuhudia yale ambayo umemtendea. Ujue kwamba utaokoa wengi katika kushauri kwako. Kwa hiyo tunachokipata chochote katika maisha yetu ya kila siku, ni semina au mafundisho yote tunayoyapata, tusikae nayo, tusiwe wa binafsi. Tunaporudi tuwashirikishe na wengine. Hapo ndipo chachu yetu, hapo ndipo ile nguvu ya Ukristo wetu, utofauti wetu utakapoonekana kwa wengine. Wanasema biashara asubuhi. Kwa hiyo tunapoambiwa umkumbuke Mungu wakati wa ujana wako, ndio hiyo biashara asubuhi. Kwa hiyo ni kipindi sasa cha kuwa karibu zaidi na Mungu, kwanza ili aweze kukuonyesha wito wako sahihi. Na kwa nini ufanye sasa? Kwa sababu sasa ndo wakati, na usingoje kesho. Tena leo. Si ndio? Ukisoma waraka kwa Waebrania sura ya 3 aya ya 7 inasema leo. Wewe usingoje wala usifanye moyo wako kuwa ngumu. Waebrania 3:7. Kama wale sio walifanya shughuli zao ngumu na nini, nikaapa kabisa nikakasika, nasema hawa hata mbinguni hawatafika. Sasa ukishaambiwa ni leo, haya wanayoyasikia leo tunawashirikisha. Sisi tunashirikisha pia kutokana na uzoefu wetu, lakini tunashirikisha kutokana na changamoto ambazo tunazikutana katika mashauri na vijana, mashauri na wanafamilia, mashauri na wanandoa. Tunakutana na kesi hizo nyingi, tuanza kuona kumbe mtu anaweza kama amekaa najua bado mimi umri wangu bado, hujui siku wala saa. Sawa? Jambo la 6 hilo, kwamba hujui siku wala saa. Hakuna anayejua utakufa lini. Kwa hiyo kulikuwa na ile notion, mtu anajua kwamba mimi nitaishi, maana wameandika wanasema kwamba mtu ataishi miaka 70 au 80. Zaburi ya 90, mmoja anaweza kusoma. Zaburi ya 90 aya ya kwanza hadi ya 10. Ile aya ya 10 inatuambia kwamba Mwenyezi Mungu Bwana, siku zetu za kuishi hapa ni chache. Lakini mtu leo kijaliwa leo kuishi hata miaka 70. Ila utaandika aya ya kwanza mpaka ya 12. Zaburi sura ya 90 aya 9. Maana siku zetu zote zimepita katika hasira yako. Tumetowesha miaka yetu kama kite. Siku za miaka yetu ni miaka 70, na ikiwa tuna nguvu miaka 80. Na kiburi chake ni taabu na ubatili. Neno la Bwana, tutaendelea kusoma. Anasema siku zetu ni miaka 70 au 80, ukiwa na nguvu. Nguvu zipi? Nguvu, wanateolojia wanatuambia kama Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe alivyokuwa ameahidi. Soma kama Matendo ya Mitume sura ya 1 aya 8, ukisoma Injili ya Luka sura ya 24. Kristo alipomwambia ile mitume alipokuwa anaondoka, akamwambia sasa mkakae huko katika chumba cha juu. Huko mtakapokuwa huko, msubiri mpaka mtakaposhushiwa Roho Mtakatifu. Roho huyu atakapowashukia mtajazwa nguvu. Hii nguvu ni hii ya kukataa mabaya, kutenda yaliyo mema. Ni nguvu ya kufanya maamuzi sahihi, maamuzi yenye kukubali kuwajibika kwao. Kwamba naamua hili kwa sababu niko tayari kuwajibika na matokeo mazuri na mabaya ya hilo nililoamua. Kwa hiyo wanasema informed and responsible decision. Yaani nafanya maamuzi yenye uelewa wa mapana na marefu ya hicho ninachotaka kukifanya, lakini yenye hiari ya kukubali matokeo ya hicho ambacho naamua kukifanya. Kwa hiyo unapopata nguvu, unapata nguvu ya Roho Mtakatifu. Kuna mapaji 7: hekima, akili, elimu, ushauri, ibada, nguvu na uchaji wa Mungu. Sasa kama kuna nguvu humu, ni hii nguvu ya kusaidia usonge mbele, kupambana na changamoto, kupambana na majaribu, kupambana hata na mambo mengine ambayo yanaweza kukudeviate. Sisi tunaambiwa tuko katika safari, si ndio Bwana? Tuko kwenye safari ya hija. Tuko katika safari ya hija. Na kama tuko katika safari ya hija, tunatakiwa kila siku kuwa tayari, na utayari wetu pia tunapaswa kuwa na chakula cha akiba.
Chakula chetu cha akiba sisi kila siku ni masakramenti ambayo tumejaliwa. Tunajua kwamba tuna sakramenti 7 katika kanisa Katoliki, lakini sakramenti ya kitubio na sakramenti ya Ekaristi ndio inayotufanya sisi kila siku, kutupa nguvu na kuweza kusonga mbele katika maisha yetu ya hija tulionayo kila siku. Sasa sisi kama vijana katika maisha yetu ya kila siku tunapaswa pia kuyaishi masakramenti ili tuweze kufikia lile lengo la biashara ya asubuhi. Katika kumkumbuka Mungu, biashara yako ya asubuhi kila siku unamwomba yeye, na kila siku tafuta namna ya kuweza kupata huduma ya masakramenti ili uweze kufikia safari yako vizuri na katika kuomba au kuutamani ule utakatifu. Na hili limekuwa changamoto sasa kutokana na wingi wa madhehebu mbalimbali. Wengi wanakuja sasa wanaanza kutupotosha. Kristo anasema nawaonya mbele, kwa sababu watatokea makristo wa uongo, watatutoa hata sisi wateule. Injili ya Mathayo sura ya 24 aya ya 24 hadi 28. Yesu alisema watakuja makristo wa uongo, watafanya hata miujiza, watawaambia mambo mbalimbali. Sasa hivi vijana wengi wametolewa katika maisha ya sakramenti. Unaishije kwa mfano bila sakramenti? Kwa sababu unahitaji mpamba. Kama wewe unakubali uko kwenye safari ya hija kuelekea mbinguni, hili kanisa linalosafiri, acha wenzetu wote warani waliko mbinguni tayari. Sasa sisi tunaosafiri tunahitaji kuwa na chakula. Na unaambiwa sakramenti kwa mfano ya kitubio Kristo ameiweka tena baada ya ufufuko wake. Unajua hawa jamaa wanaweza kuwa jichanganya. Maana anasema kuna dhambi tunazitenda baada ya ubatizo. Ndio mafundisho rasmi ya kanisa, kadiri ya katekisimu ya kanisa Katoliki. Kwa hiyo kama mtu anaweza kutenda dhambi baada ya ubatizo, anahitaji sasa sakramenti ya kitubio. Vijana wengi sasa hivi hawaungani. Hapo hawakuaminiki. Eti ana kizuizi. Muulize jirani yako, wewe ni mmoja wao. Sasa wewe ukimuuliza, wewe unasoma. Kuungama, kuaminiki. Alafu sasa ni nini? Kumbuka kwamba dhambi ni mapambo ya shetani. Na kwa kuwa dhambi ni mapambo ya shetani, ndimo humo ambapo shetani anatupepeta kwa kutufanya tuanze kuona bwana unaweza kubaki tuna dhambi zako na nini poa, yani ndio hivyo yani. Unaelewa? Anasema tunaishi kigumu bana. Sasa uwezi kuona sema unaishi kigumu, unaishi na dhambi. Kuishi na dhambi sio kuishi kigumu. Sasa tunaishi kigumu bana, unaishi na dhambi. Bwana wetu Yesu Kristo imeandikwa katika Injili ya Luka sura ya 11 aya ya 24 hadi 26. Anasema pepo mchafu amtokapo mtu utafuta mahali pa kutua. Akikosa useme ngoja nirudi nilikotoka. Anasema akirudi akikuta lile hekalu, kwa sababu mimi nawe ni hekalu la Roho Mtakatifu, akikuta bado limepambwa. Mapambo ya shetani ni nini? Ni dhambi. Akisema akizikuta zile dhambi bado zipo, anasema sasa huyu kumkomesha. Sawa? Sasa huyu kumkomesha, ngoja nikalete wenzangu wengine 7 wabaya zaidi kuliko mimi. Hapo sasa naye watamuingia. Yale mapambo si yapo. Kwa hiyo kama umeombewa, umefanya nini, sasa hivi tunatangatanga kwenye makanisa mbalimbali. Wanatuambia huko kwenu wakufai, mnaenda kuungama kwa mapadri. Wale mapadri ni nani? Si watu tu kama sisi. Na sisi tunaona kweli. Tunaona mpaka vijana huko wanakimbilia huko. Tunaona na kweli nenda kuungama kwa padri. Kwani waliokufa walipokanyaga mafuta kule sina vijana. Vijana wako tena, tunaambiwa na Wakatoliki wengi walikuwepo. Kwa hiyo ataenda kule, ataombewa, yule pepo atatoka. Si amemtaja Kristo? Tunaambiwa kila atakayetaja jina la Kristo, kila atakayetaja jina la Kristo ataokoka. Sasa wale ni manabii kwa sababu wanataja jina la Kristo. Pepo saa zile atatoka. Si amemtaja Kristo, atatoka, ataenda kukaa hata pale mlangoni tu. Atakusubiri. Yale mapambo si bado yapo? Hana uwezo wa kutoa dhambi. Kwa hiyo wewe utakapoombewa, ukitoka pale, unafika nje, lile pepo linatangatanga pale, linatafuta sehemu ya kutua. Halipati. Linarudi kwa mdau wake. Linakuta yale mapambo ya shetani bado yapo, zile dhambi. Anasema, hapa sasa ngoja nikatafute wenzangu wengine wabaya kuliko mimi. Wanarudi wanakuingia. Na ndio pale tunapoona kwenye maandiko tunaambiwa hali ya yule mtu inazidi kuwa
mbaya. Mfano mzuri ulikuwa wa Injili ya Marko sura ya 5. Nakumbuka kuna jamaa alikuwa na mapepo 2000. Sisi kabla tujajua tunasema hivi inawezekanaje, au kama fiction, yani kama stories za nani. Kumbe ni mambo ya halisi. Kwamba huyu jamaa alipata mapepo 2000. Yanaweza kafikaje 2000? Kwa mfano huu ambao Yesu amesema, kwa sababu si kwa sababu ya utakatifu wa mtu au kwa sababu yeye ni Mkristo ndio anaweza katoa mapepo. Hata wasiomjua Mungu, hata ambao hata wasio wafuasi wa Kristo, anaweza katoa mapepo kwa jina la Yesu. Ndio tunapenda mtofautishe ninyi hilo. Kwa sababu sasa hivi vijana wanatangatanga wakifikiri kwamba eti ukikuta mtu anafanya muujiza kwa jina la Yesu kwamba yeye ndio yuko na Yesu vizuri. Unaelewa? Au ndio huyo ambaye yani Kristo ndio anamsikiliza. Hapana, ni kwa sababu ya lile jina. Na kama haitoshi, unaweza kusoma Injili ya Marko sura ya 9 aya 38 mpaka ya 40. Marko 9:30 mpaka 40, mitume wenyewe walienda kushtaki kwa Yesu. Wanasema Bwana Yesu, tumemkuta jamaa mmoja ambaye kwanza sio mfuasi wako, ni mpinga Kristo, lakini alikuwa anatoa mapepo kwa jina lako. Tukamkataza kwa sababu sio mfuasi wako. Yesu akamwambia nyinyi mkikuta namna hiyo msimkataze kwa sababu sikatumia jina langu. Na mnakumbuka mahali pengine amesema kwamba si kila mtu anayeniita Bwana Bwana. Sasa tujue hayo. Watu wengi wameondolewa katika maisha ya sakramenti kwa kufuata hiyo miujiza. Kwa hiyo miujiza haikufanyi wewe kuwa mtakatifu, kwa sababu miujiza inaweza kufanywa hata na mtu ambaye ni mpinga Kristo. Umeona? Kadiri ya maandiko. Sawa? Sasa wameshtaki hivyo kwa sababu mtu yeyote anaweza kutoa mapepo. Hata wewe unaweza kutoa mapepo kwa sababu ya jina la Yesu. Hili jina ni kubwa, kutoka Filipi 2:1 mpaka 17. Naambia ni jina kubwa hili. Aya 11 kwamba hata kila goti litapigwa huyu Kristo. Sasa kwa sababu jina lake ni kubwa, liweze kufanya miujiza mingi jina hili. Lakini kwa nini huyu anayevitumia ndio wao muone ni wa maana zaidi? Kwa hiyo watu wamefika mahali wanaanza kuwadharau mababa, wanaanza kuwadharau mapadri wetu. Kwamba mapadri hao wafanye muujiza. Sasa muujiza, imani kwanza haiji kwa miujiza. Mtume Paulo aliandikia Warumi sura ya 10 aya 9 mpaka ya 17 akisema imani huja kwa neno. Kwa hiyo ni bora mtu awe na kuhutubu zaidi, awe na kuhubiri zaidi ili awafanye watu wamjue. Warumi 10:9 mpaka 16. Yaani kwamba uwe mtu anayeweza kuwahubiria watu wamjue Mungu, kwa sababu jambo msingi kubwa la kwanza ni watu wamjue Mungu, wampende, wamtumikie, wafike mbinguni. Kwa hiyo sasa miujiza ndio imeanza kuwatoa watu wengi kwenye reli. Ndio Kristo anasema nawaonya mbele, tazama hata wateule mtadanganywa. Kwa sisi tunawaomba zingatia maisha ya sakramenti. Ungama kila wakati unapojisikia katika hali hiyo. Pokea Ekaristi Takatifu kwa sababu itakusaidia uweze kuwa na nguvu. Kwani mwili si kitu. Yesu kwenye alipokuwa alipofanya ile ishara akatengeneza mikate, watu wakala, watu kibao, watu 5 kwenye Injili ya Yohani sura ya 6. Yesu anasema yeye ndio chakula cha uzima. Aya 53. Na tunaambiwa watu walianza kuondoka pale na nini, lakini aya ya 60 mpaka 63 hata kina Petro anawauliza na nyinyi mnataka kuondoka? Akasema Baba, twende wapi Baba? Yaani wewe ndio akamwambia kwa sababu roho ndio iletayo uhai, mwili si kitu. Kwa hiyo kumbuka muumba wako wakati huo ujana wako, kwamba kuilisha roho, kwa sababu mtu ni mwili na roho. Sike nasoma. Sasa kama mtu ni mwili na roho, unahitaji pia kuulisha mwili, lakini kuilisha roho. Roho lazima ikae inakula kila wakati. Hapo utajiona maisha yako yanakwenda vizuri. La 8 kabisa hiyo. Sheria ni ya muhimu na ni ya lazima. Kwa nini? Kwamba mtu anayeitii sheria ya Mungu, mtu anayeitii sheria ya Mungu atapenda kuishi, na katika kuishi kwake itamtendea yale yaliyo mema. Lakini usipoitii sheria ya Mungu utapata adhabu zake. Na sheria ya Mungu inasema inatuongezea wingi wa siku.
Mithali, kisoma kitabu cha Mithali sura ya 3 aya ya kwanza hadi ya 12, inatuambia juu ya kutii sheria, tii mamlaka. Kwa hiyo utii ni kitu kizuri mno. Hata Isaya sura ya kwanza kabisa aya ya kwanza ukienda mpaka 29, ile aya 27 mpaka 29 anasema mkitii mtakula mema. Kwa sababu anasema njooni tusemezane, hata kama una dhambi na nini, lakini tii. Kwa hiyo ndio tunapotii kanisa, tunawatia hao wenye mamlaka katika kanisa. Wanatusaidia kutuongoza. Huwezi kujiongoza mwenyewe kwenye maisha ya kiroho. Lazima hao wenye mamlaka watuongoze ili tuweze kufika huko. Ndio maana unaona sisi tunafurahi mababa wanapokuwa karibu na vijana, kwa sababu hawa ndio wanaweza kutusaidia. Wao ndio wanajua ile kweli, watatuongoza kwamba jamani, kwa Yesu ni huku, na wamepewa hiyo mamlaka. Kristo mwenyewe anasema mamlaka yote mbinguni na duniani ninayo. Sasa nawapatia nyinyi, Mathayo 28 aya 18 hadi 20. Akasema mamlaka yote amewapatia mababa. Kwa hiyo wao ndio wanatuongoza. Kwa hiyo sisi tunahitaji kutii, ndiko kuitii sheria. Tuongeza wingi wa siku. Hata amri ya 4, amri ya 4 ya Mungu. Anasema waheshimu baba na mama. Ndio, ukisoma Waefeso, Mtume Paulo aliandikia Waefeso sura ya 6, ile aya ya kwanza mpaka ya 3, akasema kwamba nyinyi watoto watiini vijana, watiini wazazi wenu. Kwa sababu hiyo ndio amri ya pekee ambayo ina marupurupu. Kwamba hapo kwanza unafuata heri, na miaka mingi inaongezeka katika maisha yako. Kwa hiyo kutii sheria za shule, sheria za nchi, miongozo mbalimbali kwenye mazingira yetu tulivyo. Kama ni YCS tuna katiba yetu, tuna miongozo iliyoko, mnaitwa kwenye vikao, mnaitwa kwenye makongamano. Yaani ule utii unakufanya unakuwa, kwa sababu anakuambia ishara mojawapo ya upendo ni utii. Kwa hiyo kama unamnipenda, na hili tumalizie hapo, Yesu amesema kwenye Injili ya Yohana sura ya 15 aya 14, anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Kwa hiyo yani kama ni ishara, kama kweli wewe unampenda mtu utakuwa unatii. Mimi wanajaribu mara moja kutingine na koma Melania akiniambia kitu basi inabidi yani utii, kwa sababu yani kama unampenda kweli, unaelewa, utatii hata hayo ambayo mnajadiliana, utatii yale ambayo mmepanga ili muweze kuyatekeleza na vitu kama hivyo. Tena imani bila matendo imekufa, Yakobo 2:17. Lakini pia tunaambiwa bila Yesu, bila Mungu hatuwezi kitu na hakuna maisha. Kabisa. Yesu anasema yeye ndio mzabibu wa kweli. Sisi wote ni nani? Ni matawi. Injili ya Yohani sura ya 15 aya ya kwanza hadi ya 14. Sasa ile aya ya 5 Yesu ndio anasisitiza, anasema bila mimi hamwezi kufanya lolote. Mwambie jirani yako, bila Yesu huwezi kufanya lolote. Sasa ni sababu umkumbuke Mungu wako siku za ujana wako. Sasa kama bila Yesu utakwendaje? Kwa hiyo bila kumkumbuka huwezi, masomo utaona magumu, maisha yanakuwa kuchanganya, kaoe inashindikana, olewa basi inashindikana, biashara zinagoma, yani kila kitu unaona hakiendi kwa sababu umemwacha Yesu. Yesu ndio njia, kweli na uzima. Yohana 14 aya 6. Sasa kama yeye ndio njia, kweli na uzima, ina maana anatupeleka kwenye ile kweli yote, na ina maana bila yeye tutakanyaga miwaya, tutatembea gizani. Na ndio maana Zaburi ya 119 Melania, Zaburi ya 119 aya ya 105 hadi ya 107 anasema neno lako ni taa ya miguu yangu. Kwa hiyo kijana unaambiwa bila Yesu, huyu Yesu ambaye yeye amesema yeye ndio taa, yeye ndio mwanga, yeye ndio nuru, bila yeye tutembea gizani. That's the ndio philosophy. Ndio falsafa iliyoko hapa. Anaposema bila mimi hamwezi lolote. Hasa kama gizani utafanya nini? Huwezi. Unahitaji mwanga uweze kuona nini na vitu kama hivi. Unaona? Kwa hiyo tukumbuke hilo. Kwa hiyo sisi tunaalikwa pia kuwa Kristo mwingine kama vijana. Kwa hiyo unahitaji nini uwe Kristo mwingine? Unahitaji sasa uwe Kristo mwingine. Kwa sababu wewe ni mbatizo. Sisi walei tunashiriki hizo ofisi 3 za Kristo.
kwa sababu tunashiriki ukuhani, unabii, lakini tunashiriki pia utawala. Sasa kushiriki kwetu tutaweza tu kama tutaakisi kutoka kwa Kristo tunapokaa naye, kwa sababu bila yeye hatuwezi kitu. Kwa hiyo kukaa naye kunatufanya tuakisi. Hebu naomba ile rosari yako dada. Kuna rosari nayo ng'aa. Zile kuna mwenye rosari zile nao usiku. Ziko simple tu zile. Hata hii rosari kama hizi rosari Rosari hii sasa hivi unapoiangalia huoni kama inang'aa, lakini giza likiingia inang'aa. Ukiulizwa inatoa wapi ule mwanga? Sayansi inatuambia hivi, hii rosari huwa inapata mwanga kutoka kwenye jua. Kwa sasa hizi unaiona kama ipo tu imepoa poa. Hamna, iko kazini hapa. Kwa hiyo inanyonya jua, inahifadhi. Inaakisi ule mwanga, inahifadhi. Unaelewa? Kichuka giza na hii inatoa ile jidai yani. Na hii inapandisha mabegi na mimba. Unaelewa? Sasa kijana kwa hiyo kijana tunakutarajia kijana na wewe baadaye unatakuwa na nini? Unabimba kwa sababu uko karibu na Kristo. Ili na wewe unatamba kama Mtume Paulo wa Galatia sura ya 2 aya 20 anasema kwangu mimi kuishi yani mimi maisha yangu ni Kristo. Unaelewa? Sasa anatamba kumbe kwa sababu anakuwa karibu na Kristo. Hii rosari inapofanya ndio tunavyoalikwa vijana. Unaelewa? Ndio tunavyoalikwa vijana tuwe karibu na Kristo katika maisha yetu, tukiongoza salama. Tukiongoza salama, tunamalizia. Tukiongoza salama, tuwe tunaakisi kutoka kwa Kristo. Kristo amesema mimi ni nuru ya ulimwengu, Injili ya Yohani sura ya 8 aya 12 au Injili ya Yohani sura ya 9 aya 5. Andika, yote tukakumbuka. Sasa kama Kristo amesema mimi ni wako duniani ni nuru ya ulimwengu, mimi ni mwanga wa ulimwengu. Lakini anatuambia ninyi ni nuru ya ulimwengu. Ninyi ni chumvi. Jana tulisomewa kwa Injili ya Mathayo sura ya 5 aya 13 hadi ya 16. Mathayo 5:13 hadi 16 inasema ninyi ni chumvi lakini ninyi ni nuru ya ulimwengu. Anasema sasa kama taa ikiwashwa, je, inawekwa kwenye uvungu au inawekwa juu ya kiango? Sasa kwa nini alisema yeye ni nuru na anatuambia sisi pia ni nuru na sisi ni mwanga? Maana yake na sisi tunaweza kuwa Kristo mwingine kama tutatii, kama tutaambatana naye, kama tutakuwa karibu na yeye, kwa sababu na sisi tutaakisi kama ile rosari jinsi ambavyo inaakisi mwanga wa jua, afu na yenyewe kwenye giza inatanua, inavimba. Unaelewa? Sasa na sisi tunatakiwa kama kile kijana avimbe, aseme kwangu mimi kuishi ni Kristo, wa Filipi 1:21, na kufa ni faida. Yaani kama naishi ili na wengine waweze kupata mwanga, waweze kutembea vizuri. Kama naishi mimi kijana leo, nataka na wengine waweze kumjua Kristo, wamjue Mungu, wampende, wamtumikie, siku moja wafike mbinguni. Kwa hiyo maisha yetu ya kila siku tunapaswa kutengeneza pembe tatu: Mungu kwanza, mimi na mwenzangu, tushikane kwa pamoja ili tuweze kusonga mbele. Lakini kwa njia yoyote, tukisema tushikane sisi peke yetu kama vijana bila kumweka Mungu kwanza, maisha yetu yatapotea. Kwa lazima tuongozwe na Mungu katika maisha yetu ya kila siku, na kwa vile tumesema maisha yetu sisi yeye ndio muumbaji, anayatambua vizuri, basi kila siku tusimamie katika hili, ili na sisi vijana kama ni viongozi tuweze kuwasaidia wenzetu walio chini vizuri, na tujue kwamba katika haya tunategemeana. Kiongozi umechaguliwa katika kumsaidia mwenzako, kuwasaidia wengine, kwa sababu Mungu yuko pale. Na kubali kuongozwa, kujiongoza na kuongoza wengine, inaturahisishia namna gani ya maisha yetu kuweza kuishi kwa pamoja. Tunamalizia hivi kwamba kwa kuwa sote tumeitwa, kila mmoja anatakiwa ajue kuwajibika. Melania hapa amedokeza, anasema unapaswa kujua kuongozwa,
lakini pia kuongoza, na mwisho kujiongoza. Kuna watu yani yeye akikosa uongozi yani kabisa anapata na vidonda vya tumbo, yani anataka kuongoza tu wengine. Sasa wewe unajua kama unapaswa pia kuongozwa? Hiyo yote ni hekima, ni fadhila, kuwa tayari kuongozwa. Lakini kujiongoza pia mwenyewe, kwa kama kijana lazima haya uyaone ni ya muhimu, ni ya lazima katika maisha yetu. Niwe tayari kwa sababu na wahitaji wengine katika mahusiano, kwamba nahitaji wengine wasaidie kunijenga. Na kwa sababu hiyo utakuwa mnyenyekevu na utawaona wengine wa maana kuliko wewe. Tumalizie kwa kusoma Wafilipi sura ya 2 aya ya 1 hadi ya 6. Aya ya 1 hadi ya 6. Nitasoma kwa msaada wa Kristo. Basi amina. Basi ikiwako faraja yoyote katika Kristo, ikiwako matulizo yoyote ya mapenzi, ukiwako ushirika wowote wa roho, ikiwako huruma yoyote na rehema, ijalizeni furaha yangu, ili mwenye nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia moja, msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu. Kila mtu na amheshimu mwenzie kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ikikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Neno la Bwana. Basi tunamalizia hapo kwamba ya kupasa kijana waone wenzako wa maana kuliko wewe. Hapo utakubali kuongoza. Kwa sababu kama unaona wenzako wa maana, utakuwa mnyenyekevu. Na utakuwa tayari sasa kushauriwa, utakubali kuonywa, utakubali kuelekezwa, ili yote yaweze kutendeka kadiri ya mapenzi ya Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Swala la kwanza linasema kijana afanye nini sasa ili aweze kukaa na Mungu wake aliyemuita? Na swala la pili linasema kijana atumie njia zipi sasa ili aweze kumcha Mungu wake? Tumsifu Yesu Kristo. Tuwe tunajibu moja kwa moja au tuchukue maswali mawili matatu? Tujibu moja kwa moja. Sawa. Kristo. Swali la kwanza mwenzetu anatuambia sasa afanye nini ili aweze kukaa na Mungu. Maana tumesema kwamba ukae na nani? Na Mungu. Kama Injili ya Marko sura ya 3 aya 13 hadi ya 15 ilivyosema kwamba Kristo anapowaita watu anataka wakae naye ili aweze kuwatuma. Sasa anasema nikae naye. Swali alilouliza ni kama lile kijana aliyemuuliza Yesu. Akamwambia Yesu, Injili ya Marko sura ya 10 aya 17 hadi ya 21. Anamwambia Yesu, nifanye nini ili niweze kupata ufalme wa mbinguni? Maana tunachotaka tukakae naye. Formula ya kwanza tunaipata Ufunuo, kitabu cha Ufunuo sura ya 3 aya 20 hadi ya 21. Yesu anasema nasimama mlangoni nikibisha hodi. Ufunuo sura ya 3 aya 20 hadi ya 21. Yesu anasema niko nasimama Sasa anasema mtu akisikia sauti yangu akafungua, nitaingia, nitakaa naye na yeye atakaa na nini? Na mimi. Na haya ameyasema pia kwenye Injili ya Yohana sura ya 15 aya ya kwanza mpaka ya 8. Anasema hivi, kama vile yeye ni mzabibu wa kweli na sisi ni matawi.
anasema mkikaa ndani yangu na mimi nikikaa ndani yenu. Sasa anataka maneno yake, sawa, maneno yake yakae ndani yetu. Hapo ndipo tutakuwa na fursa ya sisi kukaa ndani yake. Na anasema kama vile Baba alipokaa ndani yangu na mimi nikaa ndani yake. Kwa hiyo huku kwenye Ufunuo 3:20 kwamba kama vile mimi nilivyojaliwa kuketi, kwa hiyo huyu ambaye atanifungulia mlango nitaingia, nitakaa naye na yeye nitamjalia kuketi pamoja naye, kwa sababu ametaka nifanye nini? Nikae naye kabisa. Unaelewa? Sasa kufungua mlango ndiko huko tunarudi kwenye maisha ya sakramenti. Kwa hiyo anabisha, tunaambiwa katika maisha ya dhambi, mimi na wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu. Waraka wa kwanza wa Korinto sura ya 6 aya 15 mpaka ya 16. Na ile aya 20 anasema mmenunuliwa kwa bei mbaya. Mmenunuliwa kwa thamani, si ndio? Kwa damu ya Kristo. Kwa hiyo muitumie miili yenu kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Sasa anasema kwa sababu sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu, unapotenda dhambi basi Kristo huwa anaanza kubisha hodi, kwa sababu Kristo hawezi kukaa kwenye dhambi. Umeona? Unapokuwa na dhambi, yale ni mapambo ya shetani. Sasa Kristo anaanza kubisha hodi, nifungulie, ili ni hekalu langu. Unapoenda kuungama, unasafisha, ndio unafungua mlango, unafanya maungamo yako mazuri, hatua 5 6 za maungamo, kadiri ya katekisimu na mafundisho ya kanisa, kwamba lazima kwanza ujute, uone ubaya wa dhambi kama mwana mpotevu. Injili ya Luka sura ya 15 aya 12 na kuendelea. Kama mwana mpotevu alipofanya, sema alipozingatia moyoni aliona ubaya, akasema sasa nitaondoka. Hatua ya pili, uamue kuacha dhambi. Sasa dhambi basi. Mwambie jirani yako, sasa dhambi basi. Yaani unaposema hivyo ni hatua muhimu sana ya kukusaidia wewe ukae na Yesu. Kwa sababu dhambi ndio uasi, na dhambi ndio ambayo inatoa nafasi ya Yesu kukaa na wewe. Hatua ya 3 anasema sasa nitaondoka, nitarudi kwa Baba. Unaona? Nitarudi kwa Baba, na huko kurudi kwa Baba tenda kumwambia Baba, nimekosa mbele yako na mbele. Kwa hiyo msamaha kwa wenzako na wale wote wanaokukosea na nini, ni kitu cha muhimu kabisa. Kumuomba Mungu Roho Mtakatifu akukumbushe dhambi zako, kwa sababu kwenye Injili ya Yohana sura ya 14 aya 26 na kuendelea kwamba Roho Mtakatifu atatukumbusha yote. Muombe Mungu Roho Mtakatifu akupe na nguvu. Kuna watu wakienda kwenye kiungamio, afika kwa padri, hata anaanza kumwambia padri na ungama na nizo zisahau. Sasa umezisahau vipi wakati unazikumbuka? Unaelewa? Sasa hapo aliyetenda si wewe, sasa unaungama ambazo umezisahau zipi wakati wewe ndio umetenda dhambi. Kwa hiyo mzaburi anatusisitiza ili tuweze kukaa na Yesu. Zaburi ya 32 aya ya kwanza hadi ya 11. Nimelijibu kidogo kirefu. Lakini pale kwenye kuomba msamaha pia tunapoombana misamaha, tunaambiwa kwamba unapomuomba mwenzako msamaha, omba unapomwambia mwenzako nimekusamehe, msamehe kabisa 100%. Ukimwambia mwenzako nimekusamehe lakini sitakusahau, bado umeweka kisasi. Ukisali sala ya Baba yetu, tunasali vizuri, tukisali vizuri pale tunaambiwa tusali kidogo ili tukumbushane vizuri. Nasema Baba yetu uliye mbinguni. Injili ya Mathayo sura ya 6 aya 9 mpaka ya 14. Ile aya ya 12 inasema utusamee makosa yetu kama na sisi tunavyowasamehe waliotukosea. Kwa hiyo ina maana kwamba ukimsamehe mwenzako 20% za dhambi, si tuna 100%. Ukimsamehe mwenzako 20% za dhambi, 80% ukaweka kiporo, basi unamlazimisha Mungu na yeye akusamehe 20%, 80% akuache uhangaike nazo. Ukisema na kusamehe 50%, na yeye atakusamehe 50%. Kwa hiyo ni wajibu wetu kusamehe 100%. Tusiweke viporo na samehe lakini sitokusahau, ili tumlazimishe Mungu na yeye atusamehe 100%. Hapana kuweka viporo kwenye msamaha. Na wala hatumlazimishi kwa sababu yeye ndio amesema. Unaelewa? Kwa sababu yeye mwenyewe ndio amesema, kwa hiyo samehe. Ndio maana kidogo ileta ukakasi. Mitume wakamwambia Yesu, hivi Yesu sawa, tumekuelewa mzee wetu na nini, lakini sasa yani nisamehe hata mara 7. Yani Petro sasa tunajua tena sasa hata mara 7. Injili ya Mathayo sura ya 18 aya 21. Yesu anamwambia
Mara nyingi kadiri wewe mwenyewe unataka kusamehewa, lakini mara nyingi kadiri wewe unaendelea pia kutenda dhambi. Tumsifu Yesu Kristo. Halafu swali la pili anasema kwamba huku nikae naye, lakini huku niweze kumcha Mungu, si ndio? Kwa hiyo ni kama nifanye nini sasa niweze kumcha Mungu huyu? Kwanza kumbuka, ukisoma kitabu cha Nyakati, kitabu cha pili cha Mambo ya Nyakati sura ya 7 aya 14 hadi ya 18, moja tusome. Ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika vishawishi, lakini utuokoe maovuni. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Roho kumfariji mwema, mwenye kila kitu chema, uje kutuangazia na imara kututia, tuyashikie mafundisho, tuyashike mpaka mwisho. Amin. Atukuze Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amin. Mapendo. Basi baada ya hilo nimkaribishe mwenyekiti wa TYSS Taifa aje atutambulishe watu ama majimbo ambayo yaliohudhuria na walezi. Karibu. TYSS Mapendo, Mafua, Basi napenda kuchukua nafasi hii kama ambavyo nimepewa na Baba Padre ambaye atatongozea mkutano huu kutoa utambulisho mfupi ili basi tuweze kufahamiana. Lakini kabisa ningependa kuanza na viongozi wa majimbo, ambapo jumla ya majimbo ambayo yapo Tanzania ni majimbo 34, lakini hapa tupo majimbo 13. Kwa hiyo kuna baadhi ya majimbo ambayo hawajashiriki katika mkutano mkuu wa mwaka huu. Ningependa kuanza na jimbo la Geita. Washiriki wale viongozi 4 walioshiriki, naomba tusimame hapo tuonyeshe mkono. Jimbo la Morogoro, viongozi kutoka jimbo la Singida, kiongozi mmoja kutoka jimbo la Singida, viongozi 2 kutoka jimbo la Bukoba, viongozi 2 kutoka jimbo la Tabora, viongozi 3 kutoka jimbo la Iringa, viongozi 3 kutoka jimbo la Mtwara, kiongozi 1 kutoka jimbo la Kigoma, viongozi 3 kutoka jimbo kuu la Mbeya, viongozi 4 kutoka jimbo kuu la Dar es Salaam, viongozi 3 kutoka jimbo la Shinyanga na viongozi 2 kutoka jimbo la Moshi. Basi baada ya kuwatambulisha viongozi ambao tuko hapa katika mkutano mkuu huu, nichukue nafasi hii kuwatambulisha pia viongozi wa TYSS Taifa, ambapo mimi ni Deocles Martin Tabura, ni mwenyekiti wa TYSS Tanzania mwaka 2019 mwaka 2020. Mwenyekiti msaidizi, naomba usimame ujitambulishe pia. Mapendo sana. Daima sana. Daima sana. Mapendo sana. Tunatakieni heri ya sikukuu. Mapendo sana. Kwa majina naitwa Amideus Lema, mwenyekiti msaidizi wa TYSS Taifa 2019 2020. Pia ni mwenyeji wa Dodoma. Karibuni sana. Baada ya mwenyekiti msaidizi, nichukue pia nafasi hii kumkaribisha mhazini TYSS Taifa. Mapendo sana. Daima sana. Daima sana. Daima sana. Kwa majina naitwa Samuel Sebastian, ni mhazini wa TYSS ngazi ya taifa. Tumsifu Yesu Kristo. Mapendo daima, almahaba almahabuba. Hicho ni kiruga tu ambacho tuliwahi kwenda nje ya nchi, sasa tukakuta kumbe mapendo yao nchi hiyo wanasema almahaba
alafu watu wanaitikia almahabu, almahabuba, almahabuba, almahaba. Kwa hiyo ni mapendo daima daima, mapendo. Nabii Isaya sura ya 43 aya ya 1 hadi ya 5 amesema, mimi Mwenyezi Mungu niliyekuumba wewe, nikakuita kwa jina, mimi niliyekuburuku, Yakobo, Israeli. Nasema nimekuita kwa jina, usiogope. Tunaambiwa kijana, nakwambia inuka. Ukikumbuka hii kauli, ukiinuka na kuweza kujitambua, utatambua nini Mungu amekupangia. Tunasema utatambua Mungu amekupangia kwa sababu Mungu ndiye anayekupangia wewe wito wako, na amekupangia mambo mazuri. Nabii Yeremia sura ya 29 aya ya 11 hadi ya 15. Nabii Yeremia, Mwenyezi Mungu anasema, mimi Mwenyezi Mungu najua mipango niliyokupangia, najua mawazo ninayowawazia ninyi, ni mawazo ya amani, mawazo ya furaha. Swala kwanza, wengi wa sasa hivi sio kwamba wote ambao watuambuje kama afisa wengi sana, ila sasa namna gani ya kutambua wito wangu bado hujajua. Mimi nilikuwa naomba ufafanuzi kwamba utajuaje kwamba mimi na wito wa daraja takatifu? Utajuaje kwamba mimi na wito wa ndoa? Ni biashara gani au ni kitu gani kwamba mimi nafaa kwenda huko na huko kanisa? Swala la pili nilikuwa nauliza kwa nimelenga moja kwa moja nadhani katika wito wa padri. Umeelezea kuhusu wito, ukasema kwamba wito ni kama sauti ya Mungu, si ndio? Sababu kwamba kama ni sauti ya Mungu kwa mwanadamu, kwa nini kufuatilia mpaka sasa katika kanisa Katoliki kuna vitu ambavyo unaona ni tofauti kidogo vinapinga hizo vitu? Kwamba kwa mfano kwa padri kuna vigezo ambavyo vinaangaliwa. Kwa mfano kuna baadhi ya nishakuambiwa nadhani kwa baadhi ya mashirika kwamba hachukui kwa mfano kwa kilema anaweza kuhusu kwa padri. Mfano kwa mwanaume labda ukiwa labda tuseme labda ni nyimbo za sehemu sio hawezi kwa padri. Je kama na wito na kufanya kile kitu lakini kanisa linizuia, je nifanye nini? Asante. Maswali yake mawili makubwa na mazuri kabisa, kwa sababu ndio kipindi hiki tumeambiwa Mungu anaita nani? Vijana. Sawa Yeremia aliitwa akiwa na umri wa miaka 19. Ukisoma Yeremia sura ya 1 aya ya 1 hadi ya 5. Yeremia anaitwa na miaka 19 mpaka anamwambia Mungu, mimi kwanza bado mtoto, unaelewa? Mimi bado kijana, ndio hivi tunaelewa, afu unaniambia nende nikapige kazi kwa sio Israeli sio hapa. Akamwambia yani katika ndani hiyo mimi nitakufundisha, nitakwambia kitu cha kufanya. Kwa hiyo unaanza kuona kwamba Mungu anapokuita yeye ndio atakutegemeza. Kila wito unapewa na vitendea kazi. Sasa unajuaje unaitwa na Mungu? Msifu Yesu Kristo. Kwa sababu swali hili linahusu sisi mimi kwa kuwa na mimi pate, naomba na mimi nieleze kitu ambacho kiko concrete na wito wangu ni kwani. Kitu cha kwanza, sala. Ukitaka ufanikishe ujue wito wangu ni upi, sali, Mungu nisaidie kwamba unionyeshe kwamba nahangaika, unionyeshe wito wangu ni upi. Ile aliyesema baba hapa, kwanza kusali, kumcha Mungu. Kwa hiyo sala ni kitu cha pekee kwanza kabisa. Halafu mimi naweza kueleza wito wangu ilikuwaje. Pengine ungeweza kufurahia kwamba mimi ilikujaje. Mwanzo wazazi, kwa kama nilivyosema baba, wazazi wanachangia. Wazazi kama wanasali, wacha Mungu, watoto nao wataiga. Ila kama wazazi hawasali, usitegemee hawa watoto hawa na wenyewe wataiga tabia ile. Hata Maria anasifika kwa sababu ya wazazi wake walikuwa vizuri. Uongo kweli? Kweli. Ndio hivyo. Kwa hiyo manake mimi nasifika saa hizi kwa sababu ya wazazi wangu walionilea. Wangelea ovyo nisingekuwa hivi. Wewe hapa saa hizi uko mwanafunzi unasoma kwa sababu ya wazazi wako walikulea hivyo. Ndio maana umekuwa hivyo. Wengine ungekulea ovyo ungekuwa mitaani. Si wako wengi mitaani au? Kwa hiyo sasa mimi wito wangu ilikujaje? Wito wangu mimi mwanzoni nilianza tu kwanza kupenda kutumikia. Nilikuwa natumikia. Sasa baadaye ilikuwa imefika hatua kusali misa moja siwezi. Nataka nisali misa 2. Nikisali moja naona kama sijasali. Kwa hiyo naenda kusali ya kwanza, narudi, na sali ya 2, narudi. Hata najisikia roho yangu iko safi kabisa.
wito wako unaona sawa. Sasa siku moja padre alifika pale akahubiri. Alihubiri vizuri, nikasema aha, na mimi nataka niwe padre kama huyu. Nihubiri. Ndio maana mpaka leo upadre naupenda na ninapenda kuhubiri mpaka mwisho. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo ndio kuhubiri wala unitoi kwa sababu ya hili. Kwa sababu nilipenda. Halafu kila mmoja ameitwa kwa namna yake. Mwingine ameitwa kwa padre, ukiuliza hapa padre hao, kila mmoja kwa namna yake. Mwingine alimuona padre mwingine anapoendesha gari, anaaminiwa padre anaendesha gari. Kila mmoja. Mwingine anapika nyumba ya mapadre, chakula anapika cha mchana pake ananukia, chakula kizuri sana. Na mimi nakwenda ndio padre. Kwa hiyo kila mmoja ameitwa kwa namna yake. Mapendo sana. Kweli kabisa. Mapendo sana. Kila mmoja ameitwa kwa namna yake. Ukikaa hapo tuseme tulizane mapadre wote Tanzania nzima, utacheka. Vitu vidogo sana vinamkuta mtu. Kipindi kile kwa mapadre, pikipiki ilikuwa ni padre tu, fashion. Kwamba ukiendesha pikipiki namna unaona no, na mimi lazima niwe kama pikipiki. Wewe umetoka gari kwa chache kale, wewe kama pikipiki. Hilo chanya basi hiyo. Kwa hiyo na mimi nataka niwe kama nani? Padre. Kwa hiyo mimi nilipomwambia wazazi wangu msikie padre amehubiri vizuri na mimi nasali, au nilipoona kama naitwa, nipo nasali mara nyingi na nabii. Na baada mhubiri vizuri nikasema na mimi nataka niwe padre. Nikawaambia wazazi wangu nataka niwe padre. Mapadre wazazi waliniambia hivi, mwanangu, upadre unahitaji kusoma, unahitaji miaka mingi, unahitaji kuwa na nidhamu, una tabia njema. Unaona sasa hawa wazazi, kazi ya wazazi ndo hapa. Kwamba unataka upadre ndio, lakini unjue ninachokiendea. Kwa hiyo mimi nikamwambia mimi nitakubali, nitasoma. Na ni kweli nimesoma, nikapata purukushani katikati hapa kwa sababu ilikuwa kipindi fulani ilikuwa ajira nyingi sana serikalini. Ajira nyingi sana serikalini. Sasa ilikuwa waliotoka seminarini ndo ajira ndo watu wa kwanza kupata nani ajira. Yaani huko kupata huko. Basi kulikuwa na tendency pale ya kuvutana. Bwana wetu twende bwana maisha. Unaona? Sasa kama umeitwa na Mungu, mimi nasema hapa ni kama kuna waseminari wengine mndani. Kama umeitwa na Mungu, halafu ukaacha wito wako, ukaenda huko serikalini, ukafanya kazi, hutakuwa na raha kamwe mpaka kufa kwako. Utakuwa na hela hivi, na kila kitu unacho, utakosa raha. Mapendo? Nasema hivi nina ushahidi wa kutosha. Nina classmate wangu daktari. Dar es Salaam ana hospitali kama 4. Ana hospitali 4 za kwake. Daktari bingwa Tanzania huko wili tu. Anakuambia faza afadhali wewe umebaki uone ni padre. Yaani yule alikuwa na wito, sasa alivutika tu kwenda kule. Ana maisha yote hela, kila kitu anacho cha kutosha. Lakini anakosa nini? Amani. Kwa sababu ule ulikuwa si wito wake. Sasa kwa sababu ameshaamua lazima abaki apambane, ili amekosa amani ya moyo. Kwa hiyo ndugu zangu nataka kusema kwamba ukiitwa fuata wito wako. Ukienda kinyume utashindwa. Mapendo sana? Mimi nilipotaka kuacha nimefunga safari kwenda kwa askofu. Kumwambia mimi nataka wito sina. Mambo ya kazi haya, ajira hizi jamani. Kwa hiyo nimefika nimepanda gari toka kijijini. Nimeenda naelekea mjini kwa askofu, njiani nikapata ajali. Nilipata ajali kwa sababu usiku wake niliota gari usipande, afu mimi nilipanda gari lile. Nilipata ajali. Kwa hiyo ilionekana kumbe mimi nasababisha. Hisa ilikuwa si mara ya kwanza, ilikuwa mara nyingi sana imetokea. Kila ninapoamua tu kuacha napata kitu kikubwa sana. Kwa hiyo nikaamua kubaki kwenye mstari mpaka leo hii. Mapendo sana. Sasa swali lingine lilo juu ya kwa nini kuna vigezo vingi? Vigezo jamani lazima viwepo. Upadre huu una shuruba yake. Una raha yake, una shuruba yake. Kwenye ndoa vile kuna raha zake, kuna shida zake. Hata hao usiulize hivi, wana shida zao. Kwa hiyo unakuja upande vile. Kwa hiyo sasa, kwa nini asichukulie mlemavu? Na kama wito, jamani kazi yenyewe ni ngumu. Inahitaji kupambana. Mimi kwa mfano parokia yangu ninayokaa, kifuku kutembea ni ngoma. Mlemavu aende kutembea kwa mguu, apande milima wapi na kushuka na kupanda, ataweza? Jamani ataweza? Hawezi. Kwa hiyo ndio maana vigezo kama hivi
vinahitaji mtu ambaye aliyekuwa safi, anaweza kuwa na afya njema. Ndio kitu kwanza hadi au na afya njema ya kwanza. Mapadri nadhani mashahidi. Bila kuwa na afya njema huwezi. Kwa sababu unatumwa sehemu nyingine ambayo wewe huwezi hata kwenda kama mlemavu. Napenda sana. Kwa hiyo sasa hiyo, halafu juu ya utoashi. Utoashi jamani, ndio hiyo sadaka yenyewe. Wanasema wanatakiwa uwe padre aliyekamilika. Ndio sadaka yako ndio hapo. Ukijua padre aliyekamilika ndio sadaka yako ni hapo. Sasa ukiwa kama tohashi, sasa sadaka yako ndio kuvishinda vishawishi. Kumshinda shetani. Ndio hapo sasa. Napenda sana. Kwa hiyo ndio hilo, ndio maana tulisema lazima awe mtu ambaye amekamilika. Amekamilika. Kinyume chake inakuwa tofauti. Si kwamba nini kwa sababu ya mazingira. Mimi ninaposema kwa kwangu kutoka kule tu kwanza kufika mjini ikinyesha mvua unasali masomo matatu. Karibu. Niongeze kidogo. Naongezea kwa baba tu kidogo. Nature ya kazi yenyewe kama father aliyosema. Padri wanasema kwamba inatakiwa kusiwe vigezo vya kusema kule hawezi kwenda. Yaani kusiwe kigezo cha padri kwamba kule hawezi kwenda. Hiyo haitakiwi. Inatakiwa tumtume. Askofu amtume aende, kama ni wapi aende. Na sisi ndio maana huwezi kuchagua. Si hatuchagui mahali kwa kwenda, lazima uende. Kwa hiyo yaani isiwe utetezi wenyewe imekuwa kwamba ni kilema hawezi kwenda kule. Hicho sio kigezo. Kwa hiyo nature ya kazi inatufanya kuwa na kigezo cha namna hiyo. Lakini pia katika swala hilo la importance, mbona hiyo bwana hata kwenye ndoa sasa itakuwa shida? Nani atakukubali wewe ni important? Ni kote tu utashindwa. Lakini pia kisaikolojia kisaikolojia pia inavyoeleweka, mtu important is not also sharp here. Sasa kwa kazi zetu tunahitaji padri msharp. Wewe ona kwa mfano wamekupa majukumu ya kitaifa kama baba yetu Mingera, hata haya ya kijimbo. Kama you are not sharp, kwa kweli mambo hayataenda. Hapo padri nataka tukutume na within a minute ulete product. Ndio baada ya kuleta product within a minute. Sasa important hata kisaikolojia is not fit anywhere. Sio huko tu kwenye upadri rafiki yangu, lakini hata huko. Lakini swala kubwa achana na hayo ni porojo. Sadaka lazima iwe ya kuuma. Tunaposema Yesu Kristo alitoa sadaka, alikuwa anacheka pale msalabani au alikuwa analia? Basi padri lazima atoe sadaka ya kuuma iendane na Kristo mwenyewe. Pia napenda kuongezea kwamba kuna ulemavu ambao siku hizi na watu wanapokelewa. Kama nimeona kuna seminari albino Moshi yupo, na utawa pia wanakubali kwamba Bubu siku hizi anakuwa pale utawa, kwamba anasoma na ishara. Kuna mmoja India juzi amekanaliza daima ni Bubu, lakini anafanya utume. Lakini sasa ni mambo kwa special, not all cases. Mapendo. Kwa hiyo ndo maisha yetu ni sadaka. Mimi nakumbuka nimetoa wiki kama 3 zilizopita nilikuwa natoa semina. Wakaniuliza, baba, wewe unakuwa unaeleza juu ya sadaka. Kwenda kutoa sadaka, twende wote tukatoa wewe. Wewe umekaa pale, wewe unatoa sadaka. Wewe twende wote tukatoa wewe. Twende tukatoa wewe. Wewe kama ulipokaa, wewe mwenzako na yeye wewe. Mimi niliwaambia rahisi sana. Nikamwambia sisi maisha yetu ni sadaka. Kwanza tumeshajitoa. Ndio tunasema salini ndugu, ili sadaka yangu mimi na yenu ninyi ikubali na Mungu Mwenyezi. Si ndio hivi? Sadaka yako ni ipi? Mimi niliwaambia hapa ningeweza kwenda kufanya kazi, sawa? Na kupokea mshahara na kuwa hela nyingi, kupata hela nyingi sana, lakini sijapata. Sipokei, si ndio hivi? Hadi hapokee mshahara kwa mwezi. Sasa siri ndio ni sadaka, kwamba naacha mazuri nakubali na kidogo nitakachokipata. Kuacha milioni 100, kuacha milioni 10 nipate shilingi 5,000. Hii sadaka. Ndio maana salini ndugu, ili sadaka yangu, na wewe baba, wewe na mama, na wewe kaka, wewe dada. Ndio hiyo. Ile kama wewe mtoto sio shauri lako. Sasa kama unaitikia muitiki. Niongezea hapo, na criteria kubwa ya sadaka lazima iwe ya kuuma.
Yaani sadaka yote tunaosema kwamba sadaka lazima ilete maumivu kwako. Hiyo ndio criteria ya sadaka. Sasa Baba Askofu Chengula marehemu alikuwa anahoji sana tunapoenda kutoa haya matoleo sasa ni muda wa sadaka sasa. Ili ni sadaka au matoleo? Kwa maana ya kwamba wewe una 10,000 unatoa 100, umeumia kweli? Kwa hata hizo matoleo tunauliza kwamba ni sadaka au kwa sababu mtu anatoa katika 10,000 anatoa 100. Kwa hiyo ni sadaka. Wengine anatafuta change bado kwenye msondo. Tafuta kwanza change. Kweli? Yaani unajua kuna vitu vingine ndio hivyo. Kwa hiyo mimi niliwaambia kwa mfano sasa nguo sisi nyingi wanatununulia watu. Mtu mkubwa kama mimi na ndevu zangu zote hizi nimesoma miaka yote hii ninunulie nguo na mtu. Inaeleweka? Sadaka. Kwa hiyo basi kwa maelezo hapa nadhani imeeleweka. Mapendo? Kwa hiyo ndio salini ndugu basi mtoe sadaka. Kwamba Mungu anapokuita yeye ndio atakutegemeza. Kila wito unapewa na vitendea kazi. Sasa unajuaje unaitwa na Mungu? Kijana atakupa mfano wa kijana ambaye alikuwa hamjui vizuri Mungu, lakini alikuwa mcha Mungu. Kwa hiyo formula ya kwanza lazima uwe mcha Mungu. Samueli. Ukitoka kitabu cha Samueli cha kwanza. Kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 3 aya ya kwanza na kuendelea. Utasikia hadithi ya Samueli. Hata ile kuanzia sura ya 2 kwamba mzee huyu Eli alikuwa na watoto wake. Alichokuwa ni mzee mpaka uone ulishapungua. Sasa wale makakaka wengine wa Samueli walikuwa wameshakuwa yani wahuni, mafuska, nini yeye mpaka Waisraeli walishachukia na nini. Na Mwenyezi Mungu akawa ameshawachukia ataka tu sasa kuwaua. Unaelewa? Lakini Samueli mpaka hata mama yake alikuwa anamnunulia tena kitani, alikuwa ni mcha Mungu, anajitahidi kutenda, anamsikiliza baba. Kwa sababu baba alikuwa anawashauri, anawaita watoto, jamani, nyinyi tuko hapa, sisi ndio tunasimamia hekalu. Unajua? Tunasimamia hekalu na nini. Hasa wa jamaa, yani walikuwa yani ni mafuska. Wanatembea mpaka tena wadada na wamama ambao wanakuja kuhudumia kanisani pale kwenye malango, ni anafanyia huko kanisani yani. Yaani ile kupitiliza ile kama ile ya Sodoma na Gomora. Anasema sasa Samueli wakati anaitwa kutokana na hali yake ya kuwa mcha Mungu anawasikiliza wazazi wake. Mcha Mungu anawasikiliza wakubwa wake, kama ni shule, kama ni mapadri wetu na viongozi wengine, kwa sababu tunaambiwa kama vile chuma. Sawa? Mithali sura ya 17 aya 21. Mmoja anaweza kusomea. Mithali inasema hivi, kama vile chuma hunoa chuma. Kwa mfano mtu ananoa kisu, mundu, nini kwenye kinoo. Anasema kama vile chuma hunoa chuma, kadhalika mtu hunoa uso wa rafiki yake. Kwa hiyo huwezi kujua wito pengine moja kwa moja hivi, ni wachache kwa sababu pia wapo ambao wametambua wanaitwa, lakini wengi wako kama Samueli. Wanasema Samueli ndiye alikuwa hamjui vizuri Mungu. Mungu alipokuwa anamuita Samueli ndotoni, anamuita Samueli, na anatoka mbio anaenda kwa baba. Baba, na unaniita? Mimi sichakuita. Ambia kalale tena. Akaenda kalale. Mungu anamuita tena, Samueli. Akaamka anakimbia kwa baba. Kwa sababu anajua tu mimi hapa baba. Kwa hiyo uanze kuona wanaposema wakati mwingine wazazi wetu ni kama Mungu wa pili. Sawa Akakimbia kwa baba anaambia, mimi sichakuita Samueli. Wewe kalale tena. Akaenda kalala. Ya 3. Baba sasa anatambua wito wa nani? Wa mtoto wa Samueli. Akamwambia sasa atakapokuita tena mwambie nini? Nena Bwana, tumshako nasikia. Kwa hiyo huyu katambulishwa wito na wazazi wake, kwa sababu yuko anawatii wazazi, yuko anawaheshimu wazazi. Kwa hiyo wazazi kama miungu wa pili katika maisha yetu wanaweza kukusaidia kukuongoza. Ndio maana sisi tunapambana, mimi na Melania tunapambana na wazazi wenzetu. Tunawaambia wazazi, tusipokuwa na malezi mazuri, vijana wakishindwa kuwa wacha Mungu hawezi kutambua mito yao. Kwa sababu wazazi wana nafasi kubwa ya kuwatambulisha watoto, kuelekeza katika njia sahihi na wakatambua hata hiyo mito yao. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa Samueli. Baba akamwambia hivyo, na ndipo Mwenyezi Mungu alipomuita akaitika, nena Bwana, mtumishi wako anasikia. Ndio akamwambia, Bwana wewe, kwa sababu kwanza unaona wadogo zako hao au ndugu zako wengine hao wameshakengeuka, na baba yako
huyu ameshindwa kuwalea vizuri, nilishasema yeye katilia mbali. Kwa hiyo wewe ndio utakufanya kuwa kiongozi wa Israeli, kwa sababu Israeli walishakata tamaa na ile familia. Baba ameshakuwa mzee, haoni vizuri, watoto wao wengine wameshakuwa wahuni, wana nini ufuska nini, wamemwacha Mungu, wamemwasi Mungu. Lakini Samueli akamnyanyua na ndio akawa kiongozi, na watu akawa na Mungu akawa anaongea kupitia Samueli, na watu wakawa wanamsikiliza na kumtii Samueli, kwa sababu Mungu ananena kupitia Samueli. Hiyo ni mfano wa kwanza mzuri ambao mtu anaweza kujua wito wako kupitia hawa viongozi, kupitia watu wengine, kwa sababu kama vile chuma unoa chuma, kadhalika mtu unoa uso wa rafiki yake. Kwa hiyo watu wanaweza kukunoa uso wako, wakakwambia mbona wewe unafanya na hivi, mbona unaweza kufanya hivi, acha hiki. Kwa hiyo yale maonyo, mashauri na kadhalika. Lakini la pili, tunaambiwa kwa kutumia neno la Mungu. Neno la Mungu, Timotheo wa pili sura ya 3 aya 15 hadi 17, Mtume Paulo anasema pia ya kuwa kwamba tangu utoto umelijua neno la Mungu. Jamani, someni Biblia. Jamani, shiriki semina mbalimbali. Sikilizeni mahubiri mababa zetu. Wanahubiri kanisani, huko kwenye semina, kusoma Biblia, soma vitabu vitakatifu na kadhalika. Vitakusaidia kwa sababu neno kwa wingi katika moyo wako ndipo ambapo Kristo, kwa sababu Mungu ni neno. Injili ya Yohana sura ya 1 aya ya 1 mpaka ya 14. Na anasema wote waliompokea aliwafanya kuwa wana. Aya ya 14, aya ya 12 mpaka ya 14. Sasa kama amefanya kuwa wana, ina maana na wewe unaweza kufanywa kuwa mtume, kuwa aliyeitwa katika nafasi yako hiyo kadiri jinsi neno la Mungu unavyolipokea. Sisi tunaelewana? Unaona? Kwa hiyo watu unaweza kujua wito wako kupitia watu wengine, unaweza kupitia neno la Mungu, unaweza kupitia mifano. Sawa mifano ya mababa. Tunaambia kwa mfano maaskofu na wasaidizi wao mapadri, mifano yao mizuri ndio inayotuvuta pia katika miito. Mifano mizuri ya watawa na kadhalika. Ukisoma waraka wa kwanza waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 11 aya ya 1. 1 Korinto 11:1 inatuambia kwamba igeni mfano wangu kama vile mimi ninavyoiga kwa Kristo. Mtume Paulo alikuwa anawaambia. Kwa hiyo tunapoiga pia kwa wengine, ndio unakuta hata wote tukiuliza mapadi hapa, sijaona masista. Ni masista mna waweza waishi. Ukiwauliza kila mmoja aliyeingia kwenye wito, nakwambia mimi nilimuona. Kwa mfano ukiingia kwenye YouTube yetu, tuliinterview pia wadada fulani, wanasema yani mimi nilimuona dada sister mmoja. Tata tulikuwa sister. Sasa siku moja akawa amepita, sio kwa na shida gani. Yeye alikuwa amepewa hela ya kwenda kununua sijui vitu gani na wazazi wake. Yaani akaamua kumnunulia sister zawadi ili awe karibu naye, alafu amuulize nafanyaje na mimi niwe sister. Unaona? Yaani fikiria mtu anatafuta yeye ni gia. Sasa nikafanyaje? Kwa hiyo pia unaweza kuwauliza, kuna wakurugenzi wa miito. Miito kama ni watawa wa kiume au wa kike wapo, mapadi wapo, na mapadi wapo kwa majibu yetu yote ya kiroho. Tunapokuwa tunakuwa tenda parokiani, mwambie paroko, nisikie hivi, nataka si elewe. Kwa sababu wito kadri unavyokaa na Kristo, kadri unavyokuwa mcha Mungu, ndivyo ambavyo utaisikia sauti ya Mungu. Na utakuwa tofauti. Joeli 2. Ukisoma Joeli nabii anatuambiaje? Kristo atakapomimina Roho Mtakatifu. Sisi tumepokea Roho Mtakatifu kwenye ubatizo, kwenye kipaimara. Anasema mimina Roho Mtakatifu, vijana wataona maono. Ni njia nyingine ya kujua wito. Utaona maono, wazee wataota ndoto, sio nini, akina mama, akina baba. Kwa hiyo sasa unaweza kuwa pia unaoneshwa kwa sababu wewe uko karibu na Kristo. Wewe uko na nini? Angalia Bikira Maria ametokea kwenye nini? Angalia Yosefu ataka kumkimbia, si ndio? Ataka kumkimbia Maria, alitokea kwenye nini? Si ndio? Kwa hiyo unaweza kuoneshwa hayo pia. Mungu mwenyewe akajitokeza kwako, afu watu wakusaidia. Bwana nimeona hiki, bwana nimeona kama na mimi leo ndio napata upadrisho kabisa. Nimeona mimi naweka nadhiri. Wengine sio nimeona kabisa nafunga ndoa, sema basi wewe hebu jiweke vizuri. Tulia. Unaona watakusaidia kwamba basi kama ni hivyo fanya 1 2 3 1 2 3. Kikubwa kabisa usafi wa moyo. Heri wenye moyo safi. Mathayo 5:8. Kwa hiyo usafi wa moyo utakusaidia sana kujua wito wako sahihi kirahisi zaidi, kwa sababu wewe una moyo safi. Ina maana Kristo anakaa ndani yako na wewe unaweza kumuuliza Kristo, nifanye nini? Kama vile kijana yule wa Marko 10:17 alimwambia Yesu nifanye. Unamuuliza moyo wako, Kristo nifanye nini?
naona watu wananichanganya, naona hiki, najisikia hivi, najisikia hivi, nifanye nini? Halafu utapata majibu. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Basi mimi nashukuru sana kwa mada, lakini ninalo swali moja. Swali langu linasema kuna mahusia gani kati ya wito mtakatifu na hofu binafsi? Na je, hofu binafsi kwa mtu husababishwa na shetani? Nitasema kidogo. Yeremia alipoagizwa na Mungu alimtahadharisha, akamwambia Yeremia, nakwambia usifadhaike, usije ukafadhaika juu yao watu wao unaenda kuhubiria, maana nami nitakufadhaisha. Na je, kuna mahusia gani sasa kati ya maelezo mafupi ambayo Mungu alimtahadharisha Yeremia na lili swali hilo tuliza? Hata nirudie, kuna mahusia gani katika wito kuna mahusia gani kati ya wito mtakatifu na hofu binafsi? Na je, hofu binafsi kwa mtu husababishwa na shetani? Asante. Mahusiano, si mahusiano. Mahusiano yetu mwenyewe. Mahusiano. Anasema kuna mahusiano gani kati ya hofu na wito? Tumsifu Yesu Kristo. Tunarudi kule tulikotoka, jinsi mababa ametueleza kwamba mtu anaitwa, na unapoitwa unaitwa uweze kumtumikia Mungu. Wito una anayeita, wito una wakati, wito una mahali pa kutekelezea, wito una vitendea kazi vya kutekelezea huo wito. Sawa? Lakini huu wito unahitaji hiari ili uweze kufanya vizuri. Na kwa sababu kwa sababu ya hayo tukija katika swali lake, anaongea kwamba kuna hofu. Je, kuna tofauti gani au kuna uwiano gani au uhusiano gani? Tukiongea juu ya hofu, wasiwasi au hofu unaweza ukawa ni wa mtu kuogopa adhabu. Kadiri ya maandiko, waraka wa kwanza wa Mtume Yohani kwa watu wote, sura ya 4 aya ya 16 hadi ya 18 inatuambia kwa sababu penye hofu kwanza hakuna upendo, kwa sababu hofu inaambatana na adhabu. Basi hapa bwana, yani hapa na mtaadhibiwa kwa sababu unaona umetenda lisilo sahihi, kwa sababu unaona umefanya kitu ambacho kitastahili adhabu. Umeona? Kwa hiyo mtu anaweza kuwa anaingia hofu ya hivyo. Lakini huwa kuna ile hofu ya kuogopa majukumu, kuianisha na wito, kwamba anaweza kusema sasa hivi mimi nitaweza. Chukulia mfano wa Yona naye alikuwa kijana. Yona ameitwa kwenda kuwahubiria watu wa Ninawi. Soma kitabu cha Yona sura ya 2, sura ya 3. Yona ameitwa, anamwambia Mwenyezi Mungu, mimi siwezi kwa sababu watu wa Ninawi wamepinda. Unajua watu wamepinda? Wamepinda kiukweli yani. Sasa anamwambia sasa mimi, yani kweli mimi niende kule, yani hao kwanza naanzia Mungu gani kuingia Ninawi? Halafu nifike niwahubirie wale kwamba jamani acheni dhambi, fanyeni hivi na nini. Mwenyezi Mungu akamwambia ninakutuma wewe uende huko. Unajua Yona alichokifanya sasa wana isiwe tabu. Unaelewa? Akaamua kumtoroka Mungu. Kazamia meli, unajua yaliyowakuta. Sawa meli ile nini, msukosuko, bahari, dhoruba kali nini. Zamani watu walikuwa wanajua kabisa ikitokea tu dhoruba nini, makaramiti haya, matetemeko, vifo nini, mafuriko nini, wanakuwa wanajua lazima kuna aliyemkosea Mungu. Sasa hiyo ilipotokea vile hawakupata tabu, akasema tupigeni kura. Jamani, lazima kuna aliyemkosea Mungu. Kwa sababu kipindi kama hiki watu wanajua ni wavuvi, wanajua bahari vizuri nini, wanajua kipindi hiki kwanza hapa hizo kuna na dhoruba. Hii imeibuka, hii lazima kuna aliyemkosea Mungu. Unaelewa? Sasa wakapiga kura, ya kwanza inamwangukia Yona, ya pili inamwangukia Yona, ya tatu akamuuliza mzee, "Mbona kuona ulivyo kama mcha Mungu, kama mtumishi wa Mungu kabisa, imekwaje? Mbona kura tukipiga zinakuangukia wewe kama wewe ndio umemkosea Mungu?" Akamwambia, "Jamani, sasa hata msiendelee kupiga kura, ni mimi. Mungu wangu namkimbia Mungu."
Anasema alikuwa ananiambia niende Ninawi nikahubiri. Sasa mimi naona siwezi. Kwa sababu wale jamaa nawajua sifa zao. Ninawi watu wamepinda, yani ile Sodoma labda cha mtoto. Sasa wakamwambia sasa kwa sababu yako tutaangamia wote. Akamwambia hapana. Ni bwana nyinyi mtoseni baharini muendelee na safari. Kwa sababu mimi najua ndio niliyemkosea Mungu. Wakamtosa baharini, nyangumi akammeza siku 3, ya 3 kamtapika ufukweni, kadiri hadithi inavyotuambia na simulizi inavyotupa. Sasa anatapika ufukweni, Mwenyezi Mungu anamuuliza, "Yona, utaenda nini?" Akamwambia Mwenyezi Mungu, "Kwa mtindo huu wewe nielekeze tu yani Ninawi wapi." Sasa na hofu imemtoka. Sasa hofu ya kukaa kwenye tumbo la nyangumi imekuwa ni kubwa zaidi. Ni bora Mungu nielekeze, nitume mimi Bwana. Sawa? Kwa hiyo yote unakuta kila anayeitwa anakuwa na hofu fulani ya kuona labda mimi siwezi. Nimesema Yeremia, ametoa mfano wa Yeremia. Yeremia alisema mimi ni mtoto. Sawa? Yeremia 1:1 mpaka 5:6 na kuendelea pale. Au Isaya alisema mimi mpenda ndani midomo yangu michafu. Eti kumkatisha tamaa Mungu ili asimuite ambia Mwenyezi Mungu, kwanza mimi midomo yangu michafu afu nikawahubiria watu neno lako. Kamwambia nitakusafisha, si ndio? Alafu utaweza kuhubiri jambo hili. Wewe hata kina Musa wanachunga ng'ombe kule kitabu cha Kutoka sura ya 3, anachunga kondoo wake pale, anamwambia nenda ambia Mwenyezi Mungu mimi. Lakini kumisi sina nini ambapo na nini hapo nina fimbo. Yaani yote hayo kwamba unakuwa na hofu, lakini Mwenyezi Mungu anakuambia mimi nitakusaidia. Kwa hiyo ndio maana tunasema kuna vitendea kazi. Mwenyezi Mungu unapoendelea kumtegemea na rudi kwake. Kwa hiyo inatuongeza tuweze kujua kwamba kila tunapokwama kwenye maisha ya miito tumrudie yeye, kwamba Mwenyezi Mungu wewe ndio uliyeniita. Sasa ninapambana na haya magumu, nifanyeje? Musa alifanya hivyo, Ibrahim alifanya hivyo, wote mitume watakatifu mbalimbali. Unakuta wanapokutana na magumu wanaenda kwa Mungu, kwa Mungu, Mwenyezi Mungu. Kwa mfano Musa, watu walipokuwa wanalalamika kule mlimani kule, wanalalamika wewe Musa unatuyeyusha bwana, bora tungekuwa kule utumwani Misri tukala kuna nyama za kuchoma na makomanga. Unajua watu msosi tena nini, tutakula nyama za kuchoma na makomanga, sasa tuleta huku tutakufa kiu, njaa nini, bora mngetuacha huko. Sasa ikabidi Musa aende kwa Mungu. Mwenyezi Mungu bwana wanalalamika, basi wala sisi tunayeyusha tu, tumeleta huko mlimani tuwaue, bora tungewaacha utumwani. Akamwambia kitabu cha Kutoka sura ya 18 sura ya 19, akamwambia sasa nyinyi nendeni, nenda kawaambie mjipange. Siku ngapi? 3. Maana pia kwenye Biblia hizi namba 3, 1, 7, 12, 40 na zingine namba kamili, katika maana kwamba katika ukamilifu wake. Sasa akamwambia nendeni mkajipange siku 3, mfue nguo wenye wake kama nyinyi kwa mimi amenania, msilale nao, yani inabidi utafute mwenyewe ufanyeje, msilale nao. Hayo maagizo ya Mungu. Mjitakase, usafi wa moyo. Haya. Basi ameenda amewaandaa. Siku ya 3 Mwenyezi Mungu anashuka. Ngurumo, tetemeko, radi, matarumbeta, wakasema Musa, kama ndio uongea naye wewe. Unaelewa? Yaani ile hofu sasa. Maana namalizia tu hapo tutaendelea kusema. Ameongea naye wewe, alafu wewe ndio ujiongee na sisi. Unaelewa? Kwa sababu sisi katika hali ya udhaifu wetu, hatuwezi kukutana na Mungu hivi. Kwa tunahitaji tuwe katika hali safi, ndio maana ya kunoana nyuso na kukaa katika hali safi. Na ndio kilichofanyika. Kwa hiyo Musa ndio akashuka na zile amri 10 za Mungu, kitabu cha Kutoka sura ya 20 sasa, kwa sababu ile 19 watu wameshindwa kuongea na Mungu, Mungu ameshuka. Na ndio maana tunaambiwa katika nafsi ya pili ya Mungu Mwana alitumia uzoefu huo kwamba nikija kama nilivyo, watu wanapata hofu, watu wanashindwa kunikaribia. Akaamua kujifanya mwanadamu. Ndio maana nafsi ya pili ya Mungu ni yeye mwenyewe. Yaani sio Mungu wa pili au sio Mungu wawili. Ni Kristo, lakini yule aliamua kujinyenyekeza. Aliona kile hali ya kuwa sawa na Mungu sio kitu cha kung'ang'ania. Akaamua kujimwilisha, kaja hapa. Waebrania sura ya 10, umenitayarishia mwili. Tazama nimekuja. Bwana mpenzi. Wanaitoa kwa Waebrania sura ya 10. Kwa hiyo akaamua kujitayarishia mwili kwa mama yetu Bikira Maria ili aje kwamba aje katika hali ya ndoa. Yule mtoto Yusufu huyu hapa, si mbona huyu mtoto wa Mariamu, yaani kama sasa huyu poa tu, hebu tuangalie sasa, unaelewa? Lakini akija kama alivyo, watu wanashindwa. Kwa hiyo nafsi ya kwanza nafsi ya kwanza, nafsi ya pili na Mungu Roho Mtakatifu yule. Unaelewa? Kwa hiyo hilo kwa hiyo hofu walioipata hawa ni kwamba wanashindwa kwa sababu ya udhaifu wao. Katika hali ya dhambi, katika nia hiyo wanapata ile hofu.
Lakini tofauti na hii ya wito, mtu anaposikia hofu fulani kwenye wito ni ile kuna siku nitakabili kweli, nitaweza kuwafikia hawa watu, nataka kuwashauri, nataka kuwahubiria, niwaambieje, nifanye nini? Ndio naambiwa mara kwa mara, hata unapoitwa kwa mfano kwenye kuhubiri, kufanya jijiweke kwa Mungu, ili Mungu mwenyewe ndio aweze kukusaidia, sio uende wewe kama wewe, ila Mungu aweze kutenda kazi yake, na Mungu Roho Mtakatifu tendaji atusaidie kutenda, ili tuseme na sisi kama Wafilipi 4:13, na yaweza yote. Tumsifu Yesu Kristo. Karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Milele. Mimi nimefika kwa kuchelewa, ni Padre Emil Deogratias Kobero, mlezi wa vijana Jimbo Katoliki Morogoro, nikichangia swali la kijana hapa. Ni kweli kabisa kwamba kuna uhusiano kati ya wito na hofu, kwamba vijana wengi wana hofu ya kuitikia wito wa padre. Kwanza wanawaza hii, mpaka nifike upande hapa katikati sitafukuzwa. Sasa nimemaliza kidato cha 6, naacha kwenda chuo kikuu, naenda seminari kuu, halafu nafukuzwa katikati, itakuwaje? Hii imeshaleta hofu kwa vijana wengi. Kwa hiyo mtu anakuwa na hofu kwamba nitafukuzwa. Lakini pia kuna hofu juu ya ugumu wa maisha, kwamba na hii ninao mfano halisi kwamba katika parokia fulani vijana wengi wanamaliza kidato cha 6 hawaendi seminari kuu, kwa sababu hali ya parokia ilikuwa ni ngumu sana. Wanaona parokia wanapoteseka, chai na miogo ambayo hivi magimbi yanayoacha. Sasa huyu na wanawazi, kwa hiyo na mimi nikiwa pale nitapata shida hii anaipata padi bwana. Kwa hiyo vijana wengi wakimaliza kidato cha 6 walikuwa wanaogopa kwenda seminari kuu. Lakini pengine wanawaza kwamba sasa mimi na taaluma yangu. Mtu amemaliza amesoma mpaka degree yake, nawaza kwamba naweza nikapokelewa. Naona na nitakapokuwa pale itakuwaje? Kwa ujumla ni kwamba labda kwa kusaidia zaidi kwa vijana, msiogope kuitikia wito wa padre. Ni Mungu anayeita, na kama Mungu amekuita kuwa padre, ukiamua kukimbia wito wake, lazima tu maisha yako yatakuwa shida. Baba ametoa mfano mzuri sana, na hata mimi nimeshuhudia hiyo. Kuna watu wengi wana ndoa zao, kifika kwa hivi bwana, sikutaka kabisa, mimi nataka kuwa padri bwana. Unaona kwamba yani anajutia kwamba kwa nini ameoa, bali ameoa Anafurahia mtoto wake walau mmoja apate. Akifurahi akipata mtoto kwa amani. Na ni watoe hofu pia kwamba hata ukiwa na masters, mradi kama hujachumbia unaruhusiwa kuwa padri. Mimi na mfano mzuri tu, nilikuwa nafanya kazi parokia Mikumi, ni mwaka huu tu nimehama nimeenda parokia nyingine. Pale kulikuwa na kijana daktari kabisa, amemaliza chuo kikuu, anafanya kazi St. Kizito Hospital, lakini mwaka jana alikuja kuniambia, padri, nimeamua na mimi niwe padre. Ni msomi, ni daktari na taaluma yake analipwa mshahara. Sasa hivi yuko kwenye shirika la Precious Blood. Naona ni mtu rafiki yake, lakini bado kuna sister mmoja alimaliza chuo kikuu SOA, alichukua sikuini sasa ni degree gani ya science, lakini alisoma pale miaka 4. Sasa hivi ni sister. Alipomaliza degree aliamua kuwa sister. Na ipo mifano mingi tu ya watu ambao walishakuwa na taaluma zao na kazi zao, lakini wameamua kuingia katika maisha ya padre. Kuna profesa mmoja wa chuo kikuu Dar es Salaam ameamua kuwa brother wa shirika la Magapshini. Ndio, profesa kabisa. Kwa hiyo vijana, msiwe na wasiwasi wala mashaka. Kama Mungu anakuita kwa wito wa padre, uitikie mara moja na Mungu atakubariki katika wito wote. Tumsifu Yesu Kristo. Amendo sana. Katika jimbo letu tumepokea waliomaliza chuo kama 3 wako seminari kuu. Walifika mwaka jana, wengine mwaka huu wameenda seminari kuu. Mapendo sana. Neema sana. Maana kwamba kusali, weka novena, ujue wito wako. Ukitambua wito wako ni rahisi sana. Usipotambua ni shida. Ukiingia tu kwa sababu ya kuingia mwenzangu yupo huko na mimi niende, utateseka. Na upadre jamani, upadre ni huu ili kuishi watu hao. Yaani kuishi tegemea na wewe unavyoishi. Unapokuwa na mahusiano na watu, utaishi vizuri tu. Mapendo sana. Kwa hiyo msihofu. Karibu kwenye upadre. Upadre ni mzuri, upadre ni raha, furahini maisha. Raha ulipe mwenyewe. Asante. Labda ni tuone kwa upande wa pili pia ili tumalizie, si ndio? Muda tukapumzike. Kwa upande wa wadada pia msihofu. Unaweza kuwa mtawa. Na kwa nini?
Mtume Paulo anatutoa hofu kabisa. Waraka wake wa kwanza kwa Korinto sura ya 7. Ukianza aya ya 28 hadi ya 35. Aya 32 anatuambia kwamba mmesikia maisha ya usenya. Kwamba mwanamke, mwanamwali, mwanadada huyu kama anaamua kumtumikia Mungu, huwa anaweza kumtumikia mwili na roho. Sawa? Hata kama ni padri au mtawa wa kiume, naye anaamua kuingia kule, anataka mtumikie mwili na roho. Sawa? Kwa nini? Anayeolewa kama Melania au aliyeoa kama Pasco hapa, ni kwamba huyu amegawanyika. Ndio Mtume Paulo anatuambia amegawanyika. Kwa nini? Aya ya 4 wa Korinto wa kwanza sura ya 7, ile aya ya 4 na ya 5 wanaanza kwamba kwanza msinyimane, mwe mnapeana, si mnafanya hivi. Hapa anasema huyu kwanza huwa anafanya mambo mengine ya dunia hii kumfurahisha mkewe. Unaelewa? Na mwanamke yeye atafanya mambo mengine ya dunia hii kumfurahisha mumewe. Lakini huyu sister, huyu padri anajitoa mwili na roho kwa ajili ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo anatumikia tu Mungu. Na huyu ana bahati zaidi kwa sababu yeye hahangaiki. Unaelewa? Sasa mimi naweza kukaa kingine nikikaa hivi sasa, sijui nani ananiangalia hapa, sijui ndio nishachemsha au si nimemuudhi. Unaelewa? Yaani nawaza na yeye, lakini huyu anawaza tu kazi aliyotumwa, ni mpeleko, ni misionari huyu, anatumwa anaenda popote, anafanya kazi. Lakini mimi lazima niwaze sasa hivi, lazima nirudi dawa wanangu, sio hivi ndio nimeshawasiliana nao asubuhi. Hata mimi naanza kuwaza labda nitengeneze nywele, nipake wanja, labda nimpendezeshe mume wangu. Lakini nafasi ya usista ni nafasi ya pekee. Yeye anampendezesha Mungu zaidi kwa mwili na roho. Kwa hiyo mambo kama hayo ndio tuone kwamba yatutoe hofu, tuone hii miito yote ni mitakatifu na sio ya wote. Unaelewa? Kumbuka hilo kwamba kila wito sio wa wote. Tuepuke kuparamia miito. Tuogope kama kuna hofu, tuogope. Ebrania 4:1 anasema na uogope asije mtu akapotea akaokosa hata ufalme wa mbinguni kwa sababu hiyo. Kuna watu wanazania miito. Kama ni utawa sio wa wote. Kama ni daraja takatifu la upadre sio wa wote. Kama ni ndoa sio ya wote. Ni wachache wanaoteuliwa waingie huko. Sasa ndio maana ni vizuri kukaa kusikiliza kana Yesu ili akupe katika wito wako sahihi, akuite kwenye wito wako sahihi. Kwa hiyo kama kuna hofu, mimi ningechukua ile hofu ya kwenda kuzamia wito ambao sio wako. Alafu baadaye nasema mimi nafikiri sikuitwa. Sasa umeshakuwa ni mtawa au umeshakuwa ni padri. Kuna mapadri ambao wametoka, kuna masista ambao wametoka, kuna wanandoa ambao wameachana. Sasa mimi nafikiri sikuitwa kabisa huu wito. Kumbe ulitakiwa ukae vizuri ili uweze kutumikia, kwa sababu kote kuna majaribu. Sawa? Majaribu ni kawaida ya wanadamu. Sasa wengine wanaingia kwenye miito fulani kwa sababu ya hofu ya majaribu. Waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 10 aya ya 12 mpaka 14 inasema majaribu ni kawaida. Kote kuna majaribu ya hapa na pale, lakini yote ni katika kutuimarisha tuweze kusonga mbele, tumtumikie Mungu kadiri ya wito kila mmoja aliyoitiwa. Tumsifu Yesu Kristo. Tunataka nikueleze nini kama Yesu anakupenda wewe. Anapenda vijana wote. Anapenda na walezi. Wachungaji washuhudia. Kama Yesu anakupenda wewe. Anaimba akisema jina la Bwana litukuzwe. Unataka nikueleze nini kama Yesu anakupenda wewe. Tunataka nikueleze nini kama Yesu anakupenda wewe. Unataka nikueleze nini kama Yesu anakupenda wewe. Tunataka nikueleze nini kama Yesu anakupenda